Japo mwanamke ni mwanamke tu, yani ni ngumu sana kuweza kushindana mwanamke kama ukiingia kichwa. Kama Delila alivyomuwin Samsoni pamoja na nguvu zake. Sasa huenda pia kwa upande huu mwingine unaweza ukashangaa JC ameingia kwenye mikono ya huyu bidada wa kuitwa Betha. Betha amemwambia JC waweze kukutana kwenye hoteli fulani hivi, na ni chumba namba 101, na JC amefika pale kuweza kumpatia kile kitu ambacho alimwahidi. JC anatuambia kwamba hakukuwa na haja ya hodi kwa sababu alikuwa ameshapewa kadi ya mlango, kwa hiyo ilikuwa ni kuingia tu moja kwa moja. Yaani ilikuwa ni kuingia tu kama chooni. JC akapitisha kadi ile ilipotakiwa kupitishwa na mlango ukatoa sauti ya kufungua lock, na kisha akausukuma na kuingia ndani humo. Tena akiwa ni makini sana. JC anatuambia alikutana na mazingira yenye kutegemeka, lakini ni kwa asilimia kadhaa tu. Tukabaki tunaulizana, je, humo chumbani kipi kitakachotokea? Kumbuka Betha ni mke wa mtu. Vipi kama Chaligonga ndo alikuwa na simu? Tusonge mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii simulizi ni Tontoni. Hatimaye tunaendelea. Basi chumba hicho kilikuwa na muonekano mzuri kutokana na vifaa vingi vya gharama na mpangilio wake safi. Na ndani hapo nikakutana na sura mbili. Moja nilifahamu, nyingine ilikuwa ni ngeni. Niliyoifahamu ilimilikiwa na mke wake Chali mwenyewe, ambaye ni Betha, ambaye alikuwa ameketi kwenye sofa ndani hapo kwa kukunja nne kama malikia vile. Alikuwa amevaa nguo kama gauni lenye rangi ya kijivu ambalo lilikuwa limeishia mapajani, lililoubana mwili wake kama linautesa, likiacha miguu yake mieupe wazi mpaka kufikia chini. Alikuvaa viatu vya kuchuchumia vyenye rangi nyekundu. Wakati huu alikuwa amesuka nywele za rasta nene ambazo aliziachia zimwagike mgongoni, na lipstiki yake nyekundu ilipendezesha sana mdomo kwenye huo uso wake. Lakini pia pembeni yake alisimama mtu mwingine hivi. Ni mwanaume mwenye mwili mkubwa na mpana sana wa mazoezi. Alikuwa ni mweusi, mwenye ndevu nyingi kutokea kwenye timba mpaka kidevuni. Alivaa nguo kama mwanajeshi fulani hivi. Nami nikapata picha kwamba jamaa alikuwa ndio bodyguard wa bibi. Sasa nikaingia tu kitakatifu tu na kuanza kuwafuata. Lakini bouncer akanionyeshia ishara ya kiganja kwamba nisimame. Nikatii. Mwanaume huyo akanifuata na kunifikia karibu zaidi. Naye akaanza kunipekua mwilini kwa kupapasa. Akatoa simu yangu mfukoni pamoja na kile mfuko nilichokuwa nimewekea ile dawa. Akavitazama kwa makini na kuniangalia. Ase, hayo ni madini kaka. Ikiwa unaelewa, kila mtu ana yake, au sio? Nilimwambia hivyo kwa ujasiri tu. Akawa ananitazama kwa makini sana. Kisha akarudisha vitu vyangu mfukoni na kumgeukia Malikia na akasema kwamba yuko safi. Jamaa akamwambia hivyo kwa sauti ya bass nzito. Betha akasimama taratibu. Na ni hapa ndo nikawa nimetilia manani uwazi wa duara katikati ya kifua chake uliofanya kionekane kwa juu. Na jinsi nguo hiyo sasa ilivyokificha kwa chini ilikuwa ni kama vile imekibeba nusu kidogo tu kuangusha balaa kama uwazi huo ungeachia kidogo. So akatembea kwa mbwembwe kiasi kunielekea, akiwa ameunganisha vidole vyake usawa wa tumbo vyenye makucha marefu yaliyopakwa rangi ya blue bahari. Naye bouncer wake akasogea pembeni mwanamke huyo aliponikaribia. HB wa Masai huyo. Inaonekana unapenda sana kujiweka vizuri sana eh? Asante, ila sio zaidi yako. Unajua sana wewe kupendeza. Mwingi sana wa maneno ya mtoto. Haya, sema haraka ulichomaanisha kwenye simu jana. Nina mambo mengi sana kufanya. Sawa. Kwanza nataka kuomba radhi kwa kuniita mjinga, si ndio? Tena hicho ni kidogo. Hadi ukathubutu kunitukana kwa kusema kwamba eti nitakalia chupa ya mtoto, kweli? Unakumbuka? Betha, naomba tu usilitaje tena jina langu. Mbuzi wewe. Samani, basi
naomba unisamehe. Hivi unajua kwamba naweza kukufanya jambo baya sana na hakuna hata mtu atakaye kusaidia? Ndio, naelewa. Hapana, mimi naona kama uelewi. Haujui umegusa wapi we mtoto. Hebu naomba nipatie sababu nzuri. Moja tu. Yaani moja tu. Yaani ni kwa nini nisiukate ulimi wako hapa sasa hivi kwa kunitukana namna ile? Ndio maana niko hapa Betha. Nani? Ndio maana niko hapa boss. Samahani. Ndio maana niko hapa boss. Ndio maana niko hapa. Mimi sitaki kugusa upande wako mbaya. Maana nimeelewa sasa kwamba unangusa sana bosi. Yaani sina yaani sitaki yani unifanye ni adui wako, yani sitaki bosi, nakuomba sana bosi. Msikilizaji, nilijing'ata kwa maksudi tu. Sasa Betha akacheka kidogo na kumwangalia bonsa wake ambaye naye alikuwa na tabasamu kibabe. Kisha akanitazama na kusema ya kwamba eti boss, nani bosi wako hapa? Kwani unanifanyia kazi gani wewe? Wewe nakuona ni kama tu mtoto wa mwanamke malaya tu wewe. Unanifanyia wewe kazi gani mpaka uniite boss? Msikilizaji, nilinamisha uso wangu nikiwa nazuia hisia zangu za hasira kutokana na maneno yake kumhusisha mama yangu. Na ikiwa angethubutu tena kunirushia kashfa ya namna hiyo, hapa sasa ndo angejua who is JC. Wewe ulikuwa unajiona mjanja. Sasa mbona umekuja hapa kunipigia magoti sasa? Kama nilivyosema, mimi sitaki niwe adui kwako. Nimejifunza na najua unamkubali sana Gonga kwa sababu zako wewe mwenyewe. Maana mnajua mlikotoka na vitu mlivyoshare. Ila mimi naweza kukupatia vitu vizuri zaidi ya vile anavyoweza kukupatia. Na siongelei pesa. Ila msikilizaji, nilimsogelea karibu zaidi. Nazungumzia vibe. Sasa wewe utanipa nini mimi? Utanipa nini mimi ambacho mimi sijawahi kupata? Ama kufanywa labda? Unafikiri hako kasura kako kananihangaisha mimi? Usinichukulia poa kwa sababu ya sura yangu. Nikikwambia naweza kukupeleka hai kuliko hata kwa msisimko unaopata kwa heroin. Je, unaweza kuniamini? Baada ya mimi kumwambia hivyo, sura yake ikageuka kuwa makini kiasi na akauliza kwa mbona maana gani? Niruhusu nikuonyeshe. Aya, nionyeshe? Okay, kwani unaogopa nini? Nionyeshe kama wewe mwanaume kweli. Msikilizaji, ni tabasamu tu. Na nafikiri ni kwa sababu ya mimi kutabasamu akadhani nilikuwa namfanyia masiara. Kwa hiyo akaudhika na kuikaba shingo yangu kwa kiganja chake. Wewe, unataka kucheza na mimi si ndio? Unataka kucheza na mimi si ndio? Naomba tulie basi, usiwe na papara. Wewe unataka nikupe? Ni nini hicho? Nionyeshe ni nini hicho? Msikilizaji, nilikuwa namwangalia tu kwa macho makini, nikiona namna ambavyo swala la madawa lilimfanya awe dhaifu sana. Nami nikaona ngoja niache kumtesa. Kutoka kwenye mfuko wa suruali yangu nikakichomoa kile kimfuko nilichokuwa nimeweka ile dawa. Nami nikakiinua mbele ya uso wake na macho yake akakitazama kwa mkazo. Nini hiki? Hii ni coke. Nilimwambia hivyo. Akanitazama usoni kwa makini sana na kuniachia shingo langu. Coke au cocaine? Ndio. Na una makucha marefu sana bosi. Shingo naona kama imekuanguka hapa. Nilimwambia hivyo kwa kujiamini. Wewe, kwanza umetoa wapi? Nimeitengeneza. Umeitengenezaje? Kama nilivyokuambia, mimi ni mjanja. Akakishika kimfuko hicho na kukiangalia kwa makini sana. Hii sio coke wewe. Na kama ni coke basi kuna sehemu unatoa. Hebu niambie ni wapi? Usijichetua eti umetengeneza. Umenunua kwa wakala gani? Najua bado huamini. Ila hii ndio point ya mimi kuja hapa. Kwamba utakuwa unaniuzia coke? Hapana. Kwamba nitakuwa na kutengenezea coke nzuri sana bila gharama yote. Ndio faida niliyokuambia ningekupa ukiniweka upande wako.
Nani anakupa mwazo kwamba eti na upande wote ambao unaweza nikakuweka wewe, eh? Na nani aliyekupa wazo la ufikiri kwamba eti nafagilia hivi vitu, eh? Nisikilize Betha. Nina akili pia Betha. Nimeshakuelewa. Najua na mambo makubwa sana. Na mimi hapa bado niko chini chini. Ndio maana kuwa na watu wakubwa kama wewe najua utanipa faida kama ambazo na wewe nataka nikupatie. Mimi na muonekano mzuri sana, nina mvuto yani, alafu najua sasa kutengeneza vibe la kweli kama hili. Naomba nipatie tu nafasi. Nitakufanyia manyuva wewe mwenyewe uweze amini. Alibaki akiniangalia tu kwa mkazo kiasi. Kilichokubadilisha ghafla ni nini? Mimi sihitaji mpaka kusomewa manyo kuelewa maana ya kilichompata Joy. Unajua jinsi ya kutia tiki maneno yako aisee. Na umetisha sana. Salute. Sitaki tu na mie yanikute kama hayo. Ndio maana nimejileta mapema kutoa dhabihu. Basi alitabasamu kwa njia ya kuhukumu, kisha akapiga hatua chache kukielekea kitanda, huku sasa akiatazama hayo madawa kama vile amepata madini. Unaogopa sana kufa, eh? Kufa najua nitakufa tu, ila sitaki kufa kama nilivyoishi hapo hapo. Beth alinikatisha nikatulia. Sitaki tena kusikia unaongelea swala la huyo mwanamke. Unanielewa? Ndio nimeelewa. Wewe sema una bahati sana. Yaani kwa jinsi tu ulivyonisemesha siku ile, nilikuwa nimepanga nikufanyie kitu kibaya zaidi ya nilichokifanya kwa huyo mwanamke. Ila naona ni kama akili imekusogea, ingawa moto sikuwa nimekuashia bado, lakini naona kama akili imekukaa vizuri. Ya, na ni kweli. Akili mnisogea, sitarudia. Naomba nisamehe sana. Sana tu. Basi alinitazama usoni kwa makini na kisha akasema njoo hapa. Nilimfuata mpaka kufika aliposimama, huku sasa bouncer wake akiwa ametulia tu pembeni akituangalia. Hebu nipe uhakika kwamba hii kitu ni OG. Aliniambia hivyo sasa akininyoshea hayo madawa. Hauwezi kujua kwa kuambiwa. Ni tambala, lakini ndo mpaka uonje. Mimi nilichofanya ni kuitengeneza tu. Ni project kali sana. Ni project moja kali mno. Na nimeongezea tu madini kuifanya iwe nzuri kuliko kawaida. Wewe mwenyewe utaiona. Basi nilipomwambia hivyo akawa ananitazama kwa wale macho makini, na yule bouncer wake akasogea karibu nasi na kuniuliza kwamba umeiwekea madini gani labda? Sumu au? Nitabasamu kidogo na kufungua kiganja changu kumwelekea Betha, nikiwa namuomba anipe dawa hiyo. Naye akanipatia. Nikafungua kwa uangalifu na kisha kulamba kidole changu kimoja kidogo. Halafu nikachovya kwenye hiyo dawa na kisha kuiweka ulimini mwangu. Nilikuwa nafanya hivi huku sasa nikitazamana sawia na mwanamke huyo aliyekuwa makini kweli kweli. Nami nikamumunya dawa hiyo na kisha kuonyesha msisimko kwa kutetemesha uso huku sasa nimefumba macho. Sio jambo la kushangaza wala kwamba eti JC pia aliwahi kutumia kitu kama hiki msikilizaji, no. Ingawa ulikuwa umepita muda mrefu sana tokea mara ya mwisho nimetia madawa ndani ya mfumo wangu. Na kwa wakati huu hali ni lazimu nifanye hivi japokuwa nafsi haikutaka. So nikiwa nahisi mwili unapandisha kasi ya nguvu sana kiuchangamfu, nikamwambia Betha kwamba hakuna sumu, ni vibe tu. Sasa bouncer wake akafanya kama mimi nilivyofanya pia. Naye akatikisa kichwa kwa msisimko kuonyesha vibe kweli kweli limemuingia. Bouncer akasema kwamba shemeji ni hatari. Inaonekana walikuwa na ukaribu zaidi mpaka jamaa kumuita Betha shemeji. Badala ya bosi unaitwa shemeji. Na mwanamke huyo bwana akanitazama usoni kwa makini. Jamaa sasa kauliza kwamba umetengenezaje yani? Yani nimeilamba tu ikanigonga vibaya mno yani. Asemi ni mtu wa manyuva sana kaka. Mimi ni mkemia yani. Hii weka kwenye ulimi tu ama fizi ama puani. Hata kule kwenye nani kule. Yani utajiona tu yani kilele cha mlima Kilimanjaro. Nijisemea hivyo. Jamaa akacheka kidogo na akamwambia Betha ya kwamba hii kitu safi sana. Nilitulia hapo nikasema ya kwamba huyu bouncer ngoja endelee kumchochea Betha.
Na Bounce akasema kwamba huyu White yupo vizuri kama alivyojitangaza. Beth akasema basi sawa, haina shida. Na mimi nikasema kwamba uhakika. Mimi nilikuwa nimeanza kuhisi nguvu zikikimbia miguu, maana ni kweli kwamba nilifanya dawa hiyo iwe kali. Lakini nikatulia tu ili nione itikio la mke wake nani, Charlie Gonga. Sasa Beth akasema kwamba tuliza makeke dogo, unaongea sana na mimi sipendi mtu anayeongea. Sawa, mimi niko kimya na kusikiliza. Kwa hiyo unaweza kutengeneza koko wewe mwenyewe, si ndio? Yeah. Sawa. Nataka nipime vitu fulani, nitakufuatilia. Kuna biashara hapa mimi naendesha. Kwa hiyo kama uko vizuri namna hii nitakuweka sehemu, umeelewa? Msikilizaji, kauli aliyoitoa Betha ilinifanya nibaki kumtazama kwa makini. Ni ile hisia unayopata unapojua kwamba unaelekea kushinda jambo fulani, lakini bado unakuwa hujui na mambo gani yanahusika zaidi katika kuutoa huo ushindi. Sasa alipoona nimekaa kimya, akauliza kwamba umenielewa HB wa Masai? Nitabasamu kidogo na kusema nimeelewa. Okay, utakuwa unanipa ninachotaka kwa muda wote ninapokitaka. Na si umesema hauhitaji malipo eh? Ya, sihitaji malipo. Yaani yote itakuwa ni kwa ajili yako bosi. Usiniite hivyo bwana. Wewe niite tu madam. Sawa madam. Basi akanisogelea karibu zaidi na kusema kwamba kuwa makini sana na unaotaka kufanya ukiwa upande wangu kijana. Nikinusa mchezo wote wa kipuuzi hawezi tokea. Niamini. Hapana. Mimi bado sijakuamini. Basi nikainamisha uso tu na kutulia. Alikuwa sahihi kutokuniamini bado, maana nilikuwa na lengo la kumpindua vibaya mno. Na pamoja na ushenzi wake wote, lakini alikuwa makini. Na mimi ningehitaji kuwa mwerevu kweli. Kwa sababu tayari ni kama nimeshajiingiza kwenye maya yake. So akawa ananitazama kwa njia, yani kama kwa njia fulani hivi ya kibabe. Naye akasema ya kwamba tutaona, nenda, nikikuhitaji nitakupa maagizo. Basi mimi nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nimeelewa. Na yule bouncer akanitikisia kichwa kwa njia ya kuaga. Basi mimi nikageuka na kuelekea mlangoni. Nikatoka ndani ya chumba hiki kimya bila kuangalia watu hao tena. Nikaanza kujiona kama vile nimeingia ndani ya kisa chenye uzito zaidi ya nilivyotarajia. Lakini ndo nilikuwa na hamu kubwa sana ya kutaka kufika hatua za mbele zaidi ili malengo yangu yatimie. Msikilizaji, likizo yangu fupi ingejaa uhondo mkubwa sana ambao sikuwa nimeutarajia. Na hilo lilinisisimua. Beth angelipia kwa kifo cha Joy tu. Lakini pamoja na hilo, nilikuwa nataka kuhakikisha na mambo yake mengi haramu yanaanguka pamoja naye. Na ingekuwa ni kwa mwendo wangu kama kawaida. Yani taratibu. Sasa nikatoka kwenye jengo la hoteli hiyo na kuamua kwenda makumbusho upesi. Safari ilikuwa ni moja tu ya kurudi tena Mbagala. Ingawa huku kulinifanya nivutwe na wazo la kwenda kumuona mama yangu. Mimi sikuwa nimesahau mazungumzo yetu mapema leo ambayo yalikaribia kuelekea kwenye pande ambazo sikutaka yaende kwa wakati huu. Hivyo kama ningesema kwamba nipite kumsalimu mzazi wangu, huenda masuala hayo yangezushwa tena na kunivuruga tu. Ndio, yalikuwa ni mambo yenye kuvuruga akili, mambo ambayo nilijua ipo siku tu ningetakiwa kuja kuyapa za uso. Lakini kwa sasa nilitaka akili yangu ikazie fikra zaidi ya yale ya kule Mbagala. Hisia za hatia kutokana na kifo cha Joy ndio zilikuwa zimenisukuma kufika huku na mke wake Charlie Gonga. Lakini sasa kukawa na mengine zaidi yaliyojiongeza. Mwanamke huyo pamoja na mume wake walionekana kufanya mambo mengi haramu. Na mimi wala hata nisingejishughulisha nao endapo kama baadhi ya hayo mambo yasingeniathiri. Gonga alifikiri nahusika na kifo cha Joy. Na mhusika halisi alikuwa mke wake ambaye alijionyesha wazi kwangu kwamba ni yeye ndiye aliyekuwa amehusika kufanyaje? Kuua. Sijui kwa nini tu Charlie Gonga hakuona kwamba mke wake ndiye aliyekuwa msababishi. Ama labda alijua lakini yeye alikuwa anamhofia mke wake. Sijui ni yale mambo ya kufichiana siri nyingi labda, I don't know. Ama tu ni kutafuta watu wa kurushia lawama hata kama ukijua fulani ndio mbaya, maana unakuwa huwezi kumgusa kwa sababu moja ama nyingine.
So kwa vyovyote vile wawili hao walikuwa wameuvuta umakini wangu kwao na walikuwa wameupata kweli kweli. Lilikuwa ni swala tu la kuwakamata tu katika udhaifu wao na kugeuza uwe nguvu yangu ili sasa nitumie kuwamaliza. Chaligonga wanawake. Madam Betha madawa. Kuisha kazi. Sasa mimi nikawa nimechukua usafiri wa daladala kuelekea Mbagala, na nikiwa njiani bwana, simu yangu iliita. Nilikuwa nimetunza jina la mpigaji kwa maandishi ya Kichina lakini nilielewa huyo kuwa ni askari mpelelezi Ramadhani Hamisi. So nikapokea. Akawa ameniuliza ikiwa ningeenda kituoni muda huo kama nilivyokuwa nimemwambia, nami nikamjulisha kwamba bado nilikuwa njiani kutokea Sinza, hivyo kama ingemfaa basi ningefika hapo baadaye. Akasema sawa, hakuna shida, lakini tutadili sehemu ya kukutana, maana muda huu alikuwa anatoka kituoni na kwenda Temeke mara moja. Kwa hiyo ikiwa ningeweza kwenda huko tungekutana na kuongea. So nilimwambia haina shida na kumuomba anipangie sehemu na kunielekeza namna ya kuweza kufika. Akaniambia kwamba atanitumia ujumbe, kisha simu ikakatwa. So wito mwingine niliopaswa kuitikia upesi. Uzuri ni kwamba nilikuwa na jambo fulani hivi la kumpatia askari huyo ili aweze kuona uzito wa yale niliyotaka kufanikisha katika swala la kutafuta haki ya kifo cha Joy, na nilitaka aniunge mkono kwa hatua nilizotaka kuchukua. Na hiyo ni kama tu angekuwa muelewa, maana hawa watu unajua hawa jamaa na mambo akikuda sana. Sijajua kwa watu ambao mnanisikiliza alafu mmeanza kumlishawahi kufuatilia kuhusika kufuatilia ama kupata msaada kutoka kwa hawa watu. Watu wana mambo ya kuda sana yasiyo mbele ya pesa. So mimi nilikuwa nimesimama kutokana na abiria kuwa wengi ndani ya gari. Mpaka tumefika maeneo ya Wasibu ndio nikapata sasa nafasi ya kukaa. Basi nikatoa simu yangu tena na kukuta ujumbe kutoka kwa mpelelezi Ramadhani. Naye akawa sasa amesema kwamba nichukue usafiri wa kuelekea Tandika, kisha usafiri mwingine kuelekea Kijitonyama na nishukie kituo cha Alimaua. Alafu sasa nimjulishe. Bado nilikuwa naona kama ni ngumu kuelewa somo, maana unajua kuna kauchovu nilikokahisi mwilini kalikonitaka nirudi tu mzinga na kupumzika. Lakini hiki hakikuwa kitu cha kuepuka tena. Askari mwenyewe hata nilikuwa simuelewi. Mara aseme anaenda Temeke, alafu ananiambia tukutane tena Alimaua. Sasa ni mimi nikana mjibu tu kiufupi kwamba nimeelewa. Basi dakika nyingi hazikupita na mimi nikaa nimeshuka. Baada ya gari kusimama, niliamua sasa kushukia Sabasaba na kuvuka barabara ili sasa nikapande daladala za Temeke. Mimi sikuwa ni mkongwe bado wa haya maeneo, lakini angalau nilionekana kama mwenyeji kwa kwenda moja kwa moja kwenye kile nilichohitaji. Basi bwana, mimi nimesimama ndani ya usafiri kwa mara nyingine tena, na macho yangu yalinionyesha wazi ni jinsi gani watu ndani humo walinitazama sana. Sasa unakuta kuna ile naamua kumwangalia mtu fulani moja kwa moja usoni, alafu sasa anaangalia pembeni kidogo kama vile hana habari na mimi. Kisha tena anaendelea kuniangalia. Na hapo akiona nimegeukia kwingine ndio hivyo. So nakuwa nashindwa kuizuia ile hisia ya kupenda sana. Japo nimeshazoea na kuliona kuwa la kawaida. Yaani sijapo tumeelewana. Nani unajua kuna ile mtu anakutazama na unaamua tu kumkazia macho mtazame. Afu yeye mwenyewe ndo atachoka, atageuza kuangalia pengine. So mimi nikiwa naelekea Tandika, Tesha, Ankia pamoja na Bizawadi wakawa wamenipigia na kunisalimu. Bizawadi yeye alikuwa ananiambia ni kama vile Mariamu alijihisi upweke sana pale nyumbani baada ya Mieku kuondoka. Maana alitoka nje barazani kwao na kuchungulia upande wa nyumba ya Ankia ili aangalie kama nipo. So nikafurahi sana na kumwambia asiwaze kwa sababu nisingekawia sana kurudi jioni. Nami ningeendelea kucheza na huyo binti. Basi nikaa nimefika Tandika. Nikaulizia daladala ambazo zingenipeleka Kijitonyama na kuelekezwa zilipokuwa. Sasa nami nikafanikiwa kuzipata na mwendo kaanza kuelekea huko. Nilikuwa nimeshaongea na konda nikimuomba anishushie kituo cha Alimaua, na mwendo kama dakika kadhaa ukanifikisha huko hatimaye. Nikatoka kwenye gari na kusimama pembezoni mwa barabara ya lami. Kisha sasa nikampigia mpelelezi. Akapokea, nami nikamjulisha kwamba nimefika. Akaniambia nisimame hapo hapo nilipokuwa naye angenifikia. Haya, mimi nikatulia. Sasa upande wa pili wa barabara kulikuwa na uwazi zaidi uliotoshia kusimamisha biashara ndogo ndogo pamoja na pikipiki za mabodaboda
Walikuwepo boda 4 pamoja na wanawake 3 waliouza vitafunwa kama mihogo ya kukaanga, sambusa na viazi vya kukaangwa. Ingawa wenyewe walikaa pembeni zaidi. Sasa mimi nikavuka barabara na kwenda upande huo. Hapo magari tu akiwa yanapita huku na huko. Na mabodaboda wale wakiwa sasa wameshaanza kuwasha pikipiki kabisa, lakini mimi nikawatuliza kwa kusema ya kwamba kuna mtu namsubiria. Basi mimi nikasimama pembeni yao. Nami nikaanza kupiga nao story. Niliongea nao kwa uchangamfu wa kadri, nao wakaonyesha utashi wao wa kuongea pia. Mimi nilikuwa naua muda tu nikiwafanya wanione kuwa bonge moja la mtoto mjini kwa ujuzi wa mambo mengi niliyozungumzia. Na ndipo gari jeupe aina ya Toyota Land Cruiser, kama tu yale ambayo Watanzania tumeyazoea kuwa ndio ambulance, likawa limefika upande ule nilioshukia na kusimama. Sasa nikiwa nakisia kuwa bila shaka gari hilo lilimhusu mhusika niliyemsubiria, nikaamua sasa kuwaacha mabodaboda wale na kuvuka barabara tena ili sasa nilifuate. Kabla sijalifikia, simu yangu ikaanza kuita. Nami nikaona mpigaji kuwa ndio huyo afande. Basi nikapokea. Ramadhani akauliza kwamba uko wapi? Mimi nikamwambia kwamba ni mimi nakuja nyuma ya gari. Msikilizaji, inaonekana alinitazama kupitia kioo cha pembeni mlangoni mwa gari. Naye akakata simu. Sasa nikaa nimefikia mlango wa mbele upande wa dereva. Nami sasa nikamkuta mwanaume mtu mzima tu wa miaka kama 30 kitu hivi, akiwa ananiangalia kwa njia ya kawaida. Alikuwa mweupe wa kadri, mwenye mwili mkubwa na nadhani alikuwa mrefu kunifikia. Alikuwa na kipara, lakini kutokea kwenye timba aliacha ndevu hafifu kiasi mpaka kidevuni. Na mavazi yake yalikuwa ni ya kiraia, yani si ya kiaskari. Basi nikamsalimu pale, nikamwambia kwamba habari za kazi bwana Ramadhani. Akiwa ananiangalia machoni sawia, akasema kwamba ni nzuri. Vipi kuhusu wewe? Nami nikatikisa kichwa nikamwambia kwamba nami kwangu yako fresh. Akasema basi poa, ingia kwenye gari tuongee. Sasa nikazungukia upande wa pili wa gari na kuingia kukaa siti ya pembeni na askari huyo. Kiukweli nilikuwa nina msisimko kutokana na yale niliyokuwa nimepanga kufanya. Na mpaka kufikia hapo tayari nilikuwa nimejipanga vya kutosha kiakili ili na huyu mtu anielewe. Sasa kwanza pole sana na kazi mkuu. Najua na mambo mengi sana. Ndio, mambo ni mengi sana. Unajua kutenga muda kwa ajili ya kila kitu sometimes ni ngumu sana. Hapa pia nahitajika kufika mahali, kwa hiyo kama vipi hii kitu tuipe speed kidogo. Sawa, haina shida. Nadhani sitakula muda wako. Uliniambia huyo Joy alikuwa rafiki yako Yeah. Na tumefahamiana kwa muda mfupi tu, lakini mazoea yalikuja kiwepesi sana. Najua kuingiliana kwa vitu vingi kikazi kunaweza kufanya iwe ngumu sana kufanikisha uchunguzi wa mauaji ya huyu mwanamke. Na ndio maana nataka kusaidia ili kuhakikisha haki inatendeka kwake. Na si kwake tu, na pia kwa watu wa familia yake. Wewe unamjua aliyemuua? Namfahamu, lakini bado sijaona ushahidi wa kutosha. Nataka tusaidiane afande, mimi pamoja na wewe. Mpaka haja ukamatwa. Na subiri kidogo. Kama unamjua aliyemuua, hebu niambie ni nani? Sisi tutafuatilia tu ili hapana kaka, subiri, naomba nisikilize tafadhali. Najua mna hizo taarifa, lakini kwa hili swala mambo ni tofauti. Ona, mazingira yote yanayozungukia kifo cha Joy ni mapana sana. Yanahusisha mambo mengi ambayo ndio yamenifanya nikutafute namna hii. Watu waliosababisha hilo ni wakubwa. Yaani wana njia nyingi sana haramu za kubadili hata hali mbaya kwa upande wao ziwe nzuri. Hakuna mtu mkubwa zaidi ya sheria bwana. Hata awe nani, lazima tu apewe adhabu kwa kosa la kuua. Au unataka kumaanisha yani kwamba tuogope? Hapana. Mimi sina maana hiyo. Sasa unataka tufanye nini? Si ni bora tu niambie hao ni akina nani ili wafuatiliwe mpaka wabainishwe na kuchukuliwa hatua. Najua ndio, mazingira ya kifo cha huyu mwanamke ni tata sana. Ndio maana mpaka sasa hivi hata upande wetu haujapata kitu. Mpaka inaweza kusaulika. Kama unawajua na hauna ushahidi wa kutosha, wewe ni pointi tu wako wapi? Uchunguzi utaanza kufanyika. Afande, lengo langu sio kuwakamata tu kwa kifo cha Joy. Hawa watu wanajua kuficha mambo vizuri. Wanaendesha mambo illegal na hakuna mtu ambaye amewagusa mpaka leo. Na ninamaanisha hata maskari pia. Wana mambo zao haramu, sehemu zao haramu, lakini sijazijua bado.
Kwa hiyo muda pia unahitajika, sio kuingia tu kichwa. Sio kuingia hivyo bwana Ramadhani. Na unajua kuwakamata, mtawakamata tu, lakini mimi nataka wakomeshwe kabisa kwa maovu yote wanayoyafanya. Yaani waporomoke. Sio waingizwe ndani siku 2 tu wametoka. Maana wana huo uwezo kwa sababu wako makini sana. Mimi nataka kufanya hivi kwa njia fulani ambayo italeta matokeo mazuri baadaye, lakini ni kama tu utanisapoti na kuiacha iwe kama yani upelelezi wetu sisi wawili. Yani sisi wawili? Wewe ni njia gani ambayo unaongelea? Ni sijakuelewa. Msikilizaji, nilishusha pumzi kwa utulivu, nami nikatoa simu yangu na kuanza kubofya. Nikamwekea rekodi moja ya sauti ambayo nilichukua muda ule niko kule hotelini kuonana na mke wa Charlie Gonga. Ndio, muda ule niliweka simu katika mfumo maalum wa kurekodi sauti kabla sijaingia ndani ya kile chumba mpaka wakati nilipotoka. Na ilikuwa imekula nafasi kubwa sana ya memory kwenye simu yangu. Kwa hiyo nikaanza sasa kumsikilizisha askari huyo, huku sasa nikielezea jinsi mambo yalivyokuwa na nani alikuwa nani na mimi nilijiingizaje katika sakata hilo kwa sababu gani. Kuna nyakati fupi ambazo mpelelezi huyu alikuwa akitabasamu na kutikisa kichwa kuonyesha namna gani alivyoona jambo hili lote kuwa kama mchezo wa kitoto. Lakini nikamsihi kwa bidii mpaka nikaona ameanza kunielewa. Mwisho sasa uamuzi wa hata ungekuwa wake. Nami nikamuuliza kwa mara nyingine tena, anaonaje kuhusu wazo hili nililokuwa nimemfikishia? Basi akaniangalia tu kwa utulivu. Naye akasema ya kwamba yani ili kuwakamata wanaharamu inabidi tuungane mkono kufanya mambo haramu pia. Huoni kwamba unaweza ukajiweka tarini? Mimi najua sana hilo. Nafahamu kwamba hatari ipo. Lakini sio kwangu tu, bali kuzungukia wengine nao wafahamu pia. Ndio maana nakuomba tusaidiane ili tulimalize hili jambo kiaina bila mtu mwingine yote kuumia. Si unajua wakati mwingine ni vyema kutuma mwizi ili mwizi akamatwe. Ndio tunavyofanya mkuu. Nilimwambia hivyo. Jamaa akacheka kwa kauli yangu ya kwamba wakati mwingine ni vyema kutuma mwizi ili mwizi akamatwe. Jamaa akasema kwamba unajiamini sana kijana. Sawa, mimi nimekubali. Itabidi tuje tukutane tena ili tupange hii issue vyema zaidi. Umeelewa? Mimi nimekuelewa kabisa. Na nashukuru sana kwa kukubali kaka. Sawa, lakini uwe makini. Uko vizuri pia. Ungefaa hata kuwa askari bwana. Asante, sio mbali sana kufika huko maana hata sasa hivi niko kama askari wa mchongo tu. Naona, ila nisije tu kukukuta siku moja unawatengenezea watu wengine madawa. Haise, hatutaelewana. Hamna bwana, mimi siwezi. Hii ni kwa ajili tu ya mission tu. Basi Ramadhani akatabasamu kidogo, kisha akawasha gari lake na kusema kwamba anaelekea pande zingine kikazi, kwa hiyo angeniacha eneo la mawasiliano. Mimi nikamkubalia. Basi tukaondoka hapo. Sasa tukiwa mwendoni ndio akapata nafasi fupi ya kuuliza majina yangu, maana tuliamua kuondoka wote kwenye hiyo gari. Aliamua kuulizia majina yangu kamili na nilikotokea, nami nika sasa namuelezea yale aliyotaka kujua. Nifarijika rohoni kwamba zoezi la kumshawishi askari huyu lilikuwa limefanikiwa, na sasa ambacho kingefuata ilikuwa ni moto. Niseme tu nilikuwa tu na nyota nzuri msikilizaji, hasa kwa siku ya leo. Vita yangu dhidi ya wauaji wa Joy ingepata ushindi kwa msaada wa mtu mwenye nguvu kisheria kama askari Ramadhani, na matendo ya watu kama Betha yangekomeshwa kimtindo kabisa. Lingekuwa ni swala la muda tu, tena muda wenyewe ni muda mfupi sana. Sasa wiki moja ikawa imepita baada ya mambo hayo yote. Tena ni siku 8 kabisa zilikuwa zimeshapita sasa toka nilipoanza kumsaidia Mariam na kuanza kushughulika na mke wake Charlie Gonga, yani Madam Betha. Mambo bado yalikuwa yanakwenda taratibu, lakini nilijua tu matokeo yangekuja kwa kasi sana. Swala la mke wa Charlie kuhusika na mauaji ya Joy niliendelea kulifungia kapuni na kufanya ionekane yani kwamba yani msiba huo ulikuwa ni kama umeshapita kwangu pia kama ilivyokuwa kwa watu wengine. Na toka ile siku nimeenda kwenye ile hoteli kuonana na huyo mwanamke, hakuwa amenitafuta tena.
So najua alikuwa na mambo yake mengi tu, labda pamoja na mume wake ambaye naye pia alikuwa amenikaushia tu toka mara ya mwisho tumeonana msibani kwa Joy. Lakini nilijua angenitafuta tu. Nilielewa kwamba muda si mrefu angehitaji tu dawa kama niliokuwa nimemtolea mfano. Kwa hiyo angenitafuta tu. Na sio kwamba eti nilala juu ya hilo. Ndani ya hizo siku chache ambazo hakunitafuta, nilikuwa nimefanya experiment za ziada kutokeza madawa ya cocaine kwa kiasi kingi. Ili sasa ikitokea ameniita, niwe na jambo alilohitaji la kumpa. Lengo langu lilikuwa wazi, si kwangu tu, bali na kwa askari Ramadhani. Tulikuwa tumekutana tena katikati ya wiki hiyo na kuzungumza kwa mapana zaidi. Nilimuelewesha namna ambavyo nilitaka kujishikiza upande wa mke wake Charlie ili aniamini vya kutosha kuniweka ndani ya mambo yake haramu aliyoyaendesha. Kisha nikishaelewa namna ambavyo mtandao wake unafanya kazi, nitumie kila njia kwa fursa ambazo ningepata ili kusomba ushahidi dhidi ya mwanamke huyo pamoja na nani? Na mume wake. Alafu sasa nimkabidhi Ramadhani na maaskari wenzake ili waweze kuharibu hao wawili. Na uzuri ni kwamba askari huyu alikuwa ni muelewa sana, akisikiliza mawazo yangu na kuniongoza vizuri pia kwa mbinu za hivi ama vile. Na jambo hilo lilibaki kuwa baina yetu sisi wawili tu, hata hakuwa amewaambia maaskari wenzake, ili kweli njia hii ije kumletea faida kubwa yeye kama mpelelezi wa mauaji ya Joy. So tukiweka hayo pembeni, upande wa pili wa vita yangu dhidi ya ugonjwa uliomsumbua binti Mariam ulianza kuonyesha kuzaa matunda mazuri. Hakukuwa na mabadiliko makubwa sana, lakini alikuwepo baadhi ambayo yaliendelea kunipa matumaini kwamba njia niliyotumia kumsaidia binti huyo ingaleta manufaa. So mimi niliendelea kufanya michezo rahisi pamoja naye, na yeye alikuwa ameshanizoea mno kufikia sasa. Nilikuwa nimeanza na kumfundisha vitu rahisi kushika kama kugonga tano, kupangilia vifaa vyake vya kuchezea kwa utaratibu mzuri. Na nami nikaa sasa nimeona badiliko dogo lakini lenye maana kubwa kiasi katika utendaji kazi wake. So kufikia sasa Mariamu akawa ameacha kutafuna kucha zake na kutetemeka kwa kichwa kulikokuwa ni jambo la muda wote, kwa sababu akili yake ilikuwa imeanza kutafuta utulivu zaidi kupitia mazoezi tuliokuwa tunafanya, na hivyo nikaona hata mwili wake unaanza kutulia. Kilichokuwepo hapa ilikuwa ni kuhakikisha naendelea kucheza naye kwa kubadilika, yani kubadili michezo, ili mdogo mdogo tu nimsaidie mpaka apate utulivu mzuri zaidi wa kumwezesha kuongea vizuri tena na kufungua ufahamu wake wa kiakili. Na familia yake iliniunga mkono sana, yani hawakuwa na mbambamba. Waliamini kabisa kwamba mtoto huyu angepona tu, na hilo liniongezea nguvu ya kuendelea kujitahidi kuweza kumpambania Mariam. Basi bwana, ikawa ni siku ya Jumamosi iliyokuwa na mambo mengi yenye kuburudisha kwa sehemu hii niliyokuwa. Nilitumia muda mwingi sana pamoja na familia yake Mariam, nikiendelea kucheza pamoja naye na kupatana zaidi na mama wakubwa. Ni leo ndio siku ambayo hatimaye Tesha alikuwa ameweza kwenda kukutana na ule Winnie. Na alikuwa ameshajipanga vyema sana ili aende kujilia vyake kwa yule mwanamke. Mimi nilikuwa nawasiliana na Winnie bado. Na kama ni kitu ambacho sikuwa nimemweka Tesha wazi ni kwamba mwanamke huyo alinitaka. Lakini ilikuwa nikimkwepa na kuendelea kumuunga mkono Tesha ili afanikiwe kumgalagaza kisha ndio mengine afate. So ilikuwa ni heshima ya kishikaji tu kumwachia mwenzangu meza kuu aliyotaka kulia chakula. Na ndio leo ningeona matokeo ya kumwaga jasho lake kwa huyo manzi. Na angenisimulia tu. So mimi kwa upande wangu sikuwa nimejishughulisha na makutano ya kimwili pamoja na mwanamke yote ule kwa hizo siku. Anki alikuwa ameingia kipindi cha hedhi. Kwa hiyo mimi sikutaka kumgusa. Basi tu ndio niko hivyo. Kisha ingia hedhi mimi siwezi nikakusumbua. Ni Latifa na Soraya ndio ambao niliendelea kuwapiga kalenda tu. Latifa yeye alikuwa analazimisha tuonane tena. Soraya yeye alikuwa anaomba tukutane tena. Wote niliwakubali, lakini kwa hizi siku nilikuwa tu nimwekeza akili yangu kwenye masuala mengine kabisa muhimu zaidi. Kwa hiyo tamaa za mwili nilikuwa nimeamua kuziweka benchi kwanza. Basi kwa hiyo nikawa hapo na akina Bizawadi mpaka jioni. Basi tukiwa sebleni pamoja na Bi Jamila, Mariam na mwanamama mwingine ambaye alikuwa ni rafiki kwa mama wakubwa. Tesha akawa amenipigia. Na
Ilikuwa imeshaingia saa 1 kabisa na bibi Miriam hakuwa amerejea nyumbani bado. Sijui alikuwa kazini ama kwenye harakati zake zingine tu. Utajua mwenyewe. Na kikweli alikuwa na mambo mengi ya kivyake mno mpaka alitisha. Namaanisha hata pale kazini kwake Soraya aliondoka mida ya saa 11. Kiukawaida anaondokaga mida, kumaanisha walifunga mapema tu, lakini yeye Miriam angerudi usiku kabisa mara kwa mara. Huenda alikuwa na mikutano na watu wake wengine, nani angejua. Mtoto wa kike huyo. So na mimi sikuwa ni mtu wa kwanza kufuatilia maisha yake, japo nilijihusisha na mengi yaliyohusu familia yake kwa wakati huo. Kwa hiyo nikapokea simu ya rafiki yangu na kumsikiliza. Alikuwa ananiambia kwamba mambo yalimuendea vyema sana kwenye date yake na Winnie, naye angekuja kunisimulia kila kitu kilichotokea. Sasa ndio mida hii alikuwa njiani kurejea huku sasa nyumbani, naye akasema kwamba anampitia Shadia pale kazini na kuja pamoja naye. So baada ya Tesha kuniambia hivyo, akawa sasa amenifanya nifikirie jambo fulani. Ikabidi sasa nitoke nje ili nimpange kuhusiana na jambo hilo lililokuwa linamhusu Mariam pia. Naye akacheka kidogo na kusema ananiunga mkono kwa hilo. Kwa hiyo nikamaliza kuongea naye na mimi nikarudi ndani tena. Sasa nikawa nimewaambia mama wakubwa kuhusu ujio wa Tesha na Shadia. Nami nikawahusisha pia katika jambo hilo nililotaka kufanya kwa ajili ya Mariam. Walicheka, lakini Bi Jamila akawa hana uhakika sana ikiwa ni kama kwamba kwamba hilo wazo ni zuri. Alikuwa hana uhakika. Ilikuwa ni mchezo mdogo tu niliotaka kufanya pamoja na binti Mariam mwenyewe. Kwa hiyo nilimhakikishia Bi Jamila kwamba mambo yangekwenda vizuri tu. Na baada ya kuwa tumekubaliana, kilichobaki sasa ikawa ni kumpanga Mariam mwenyewe kisha kuwasubiri wakina Tesha waweze kufika. Hazikupita dakika 40, naye Tesha akawa amenipigia kuniambia kwamba ndio wameshukia hapo Mzinga pamoja na Shadia, na mwendo wa mguu kuelekea huku nyumbani ndio ulikuwa umeanza. Nikamwambia poa. Kisha nikasema ajitahidi kumtembeza Shadia taratibu, na wakifika tu eneo la baa ya Masai anitumie ujumbe mfupi ili nijue wamekaribia. Alafu sasa ndio nifanye harakati niliyokuwa nimeipanga. Alipokata simu, nikamwambia mama wakubwa kwamba mpango wangu ungetakiwa kuanza kazi sasa hivi kwa kuwa walengwa walikaribia kufika. Nao wakanipa ruhusa ya kuanza kazi. Kwa hiyo nikamchukua binti Mariam na kwenda naye pale kwa Ankia. Binti alikuwa na tabasamu tu kwa sababu ya kujihisi uhuru mzuri wa kuambatana nami bila ya kuelewa kikamilifu tulichokuwa tunaenda kufanya ndani ya muda mfupi. So nami nikamfikisha sebleni na kumkuta Ankia akiwa pamoja na mama Chande. Rafiki yake huyo ndiye aliyekuwa mwenye kufika hapo mara nyingi zaidi ya watu wengine waliofahamiana na Ankia. Na japo tulikuwa tukiongea kawaida tu, mimi sikujenga mazoea naye kabisa. Hata kuna siku Ankia alikuwa ameniambia kwamba kuna watu waliniogopa kutokana na kuhisi sifikiki kirahisi sana, ukiondolea mbali watu wa familia yake Miriam na Ankia mwenyewe. Na mimi nilielewa mmoja wa hao watu kuwa ni mama Chande pia. Kwa hiyo hata tulipoingia hapo ndani na binti Mariam, ni salamu tu ndio tuliopeana na mwanamke huyo. Nami nikamwambia Ankia anifuate chumbani mara moja ili nimpange juu ya issue fulani. Nikaendelea kumvuta mkono Mariam kuelekea chumbani kwangu, huku sasa Ankia akitufuata. Nasi sasa tukakaa kitandani baada ya kuingia, na Ankia akawa sasa amesimama karibu yetu akitazama. Sasa Ankia akauliza kwamba vipi JC, mbona umekuja huku na mama? Kuna mchezo nataka tufanye. Nataka kuona kama Shadia anajua kukimbia. Nilimwambia hivyo huku sasa nikitabasamu. Ankia akauliza kwamba mchezo gani huo? Ebu una nguo ama labda nini? Kanzu nyeupe. Yaani nguo ndefu nyeupe unayo? Nimuuliza hivyo, akatikisa kichwa kidogo kanusha, lakini akasema kwamba labda mashuka ndio ninayo meupe ila okay, sawa. Na yenyewe si nguo tu Ankia. Kwani unataka nini kwani? Chukua ile sabuni pale, sawa? Huwa ina povu jeupe ambalo huwa linabaki ukilishindilia kwenye ngozi. Kampake mama upesi sana. Halafu mvalishe shuka jeupe mwilini. Mzungushia ni sawa harakisha bwana. Nilimwambia hivyo kwa furaha sana. Sasa nilipomwambia hivyo, Ankia akawa ni kama haelewi. Akasema kwamba nimpake wapi? Jesi, mbona mimi sikuelewi? Yaani mnataka kucheza mchezo gani? Bwana wewe kafanya tu hivyo Ankia bwana, wewe utaona, harakisha basi. Basi nimwambia hivyo, ingawa hakuelewa akatii tu na kuifuata sabuni yangu chini ya meza,
kisha akamshika Mariamu mkono na kuongozana naye chumbani kwake. Sasa mimi nimetoka kwenye chumba cha kwangu kuna kufika sebeni. Nami sasa nikasimama usawa wa sofa nikiwa makini na simu yangu. Mama Chande alikuwa kitazama tu TV, na baada ya dakika chache Ankia akawa amemtoa Mariamu chumbani. Nilitabasamu baada ya kumuona binti akiwa amefunikwa kwa shuka kuanzia shingoni mpaka kufikia miguuni, likiwa sasa ni limekazwa kwa kuzunguka mwili wa binti, lakini lilimruhusu atembee vizuri tu. Sasa Ankia alikuwa ananiangalia huku sasa kitabasamu, naye Mama Chande akamwangalia binti kwa maswali. Sasa Mama Chande akauliza kwamba jamani, kulikoni tena, anaenda wapi huyo? Ankia akasema kwamba mimi mwenyewe hata sielewi. Ankia alisema hivyo. Sasa nikamwambia binti ya kwamba mam, njoo. Akanisogelea sasa akiniangalia usoni. Ankia, paka sabuni mikononi afu uje umpake huyo usoni. Nilisema hivyo. Mama Chande akauliza usoni tena? Ankia alicheka akasema ila JC, anyway nimeshaona unachotaka kufanya. Ankia alisema hivyo. Nikasema kwamba harakisha basi, ndege wako njiani bwana, nataka tuwakamate. Nilisema hivyo. Alicheka kwa mguno, naye akaelekea upande wa jikoni ili sasa kuilowanisha sabuni. Mama Chande akaomba kujua ni nini ambacho tulitaka kufanya. Nami nikamuelezea kwamba tulitaka kumfanyia Shaidia kamshtukizo kadogo kwa kumtengeneza Mariam aonekane kama mzimu. Basi Mama Chande akacheka na kuanza kusimulia visa kama vya namna hiyo ambavyo alifahamu. Naye Ankia akarudi akiwa sasa amejaza mikono yake povu jeupe. Sasa mimi nikamuelekeza Mariam afumbe macho yake, na baada ya binti kutii, Ankia akaanza kumpaka usoni. Lilikuwa ni povu zito ambalo liliacha weupe wake usoni hata baada ya kukauka. Nalo sasa likaupendezesha kweli uso wa Mariam kwa njia ya uzimu. Yaani ni mzimu beautiful. So wanawake wakawa sasa wanacheka baada ya Mariam kufumbua macho, na ndipo Tesha akawa sasa amenitumia ujumbe kwenye simu akisema ya kwamba walikuwa wamefika Masai. So ikabidi nianze kuharakisha wanawake hawa, nikimuelekeza Ankia sehemu niliyotaka asimame pale nje pamoja na simu yangu ili arekodi video ya kile ambacho kingetokea. So tukatoka ndani na kwenda nje. Ankia akiwa amewapigia simu mama wakubwa pale kwao ili waje nje pia kushuhudia. Lakini kwa sehemu ambayo waja wasingewaona mpaka tukio lifanyaje likamilike. So Mama Chande akatumia akili ya kwenda pale dukani kumuomba yule mwanamke muuzaji ambaye sasa nilikuwa nimefahamu anaitwa Fatuma azime taa ya nje kwa kitambo kifupi, kwa sababu kuna issue tulikuwa tunataka kuifanya. So nilikuwa nimepata support kubwa sana, ijapokuwa jambo hili lilionekana kuwa ni la kitoto sana, lakini nilielewa, yani nilielewa kwamba watu hawa walitaka kuona tu itikio la Shadia lingekuaje kwenye mchezo huu ambao tumepanga. So Bi Zawadi na Bi Jamila walitoka ndani kwao na kusimama kwenye ukuta wa uzio lao, ambapo sasa matobo yake yaliwawezesha kuona mpaka upande wa nje wa nyumba ya Ankia kwa kiasi fulani. Ankia sasa akawa ametoka kabisa na kwenda kujibanza nyuma ya kibanda kidogo upande wa pili wa barabara. Na palipokuwa na giza kiasi, nami sasa ndo nikaa nimesimama pamoja na Mariam na Mama Chande. Ni mwanzoni tu mwa geti la nyumba yake Ankia kwa kificho. So nikaanza sasa kuwaona Tesha na Shadia wakikaribia eneo hili la duka. Nikamwonyesha Ankia ishara ya dole gumba kuwa aanze kurekodi. Nikamshika Mariam mambegani na kumwambia kwamba sasa shangazi kafika mamsawa sasa nikikwambia nenda, anza kwenda ukiwafuata. Sawa Maimuna? Mariam mwenye kufanana na mzimu akawa sasa ananiangalia tu usoni. Maana hapa sasa sio Mariam bali ni jini Maimuna. So Mama Chande alicheka kidogo. Nikaona Tesha na Shadia wamekaribia zaidi. Nami nikamwambia Mariam ya kwamba haya nenda. Huku sasa nikimgeuza na kumsukuma kiasi. Mariam akatii bwana. Najua Tesha alikuwa ameshajiweka tayari kwa kila ambacho kingetokea. Kwa hiyo alikuwa anakuja na Shadia huku sasa wakiongea ya kwao na yeye akijifanya kama vile yani haelewi somo. Mariam akatoka hapo nje na kusimama usawa wa duka la Fatuma akiwaangalia wawili hao. Nasi tukiwa sasa tunachungulia, tukamwona Shadia anamsimamisha Tesha kwa kumshika mkono sasa akimwangalia Mariam kwa kodoa. Sasa nikamwona Tesha akimtazama Mariam huku sasa akijifanya kushangaa. Nami nikamsikia anasema ya kwamba toba.
Kuna wapita njia wengine waliokuwa wanatokea upande walikotokea akina Tesha, nao pia wakasimama. Sasa sijui Mariamu alipata wapi hii akili. Ghafla tu binti akachomoka na kuanza kukimbia kuwaelekea. Shadia akamsukuma Tesha na kuanza kukimbia kurudi Masai. Sasa Tesha akabaki kusimama hapo hapo sasa akicheka sana. Nasi tukao sasa tunacheka pia kwa kushindwa kujizuia. Bi Zawadi alicheka mpaka machozi yakamtoka. Kwa kuwa sasa Shadia alikimbia mpaka kufika baya Masai. Mariamu yeye alikuwa ameacha kuwakimbiza baada ya mwendo mfupi. So naye akaanza kurudi sasa mpaka alipomfikia kaka yake. Sisi wengine sasa tukatoka na kwenda nje kabisa. Baadhi ya watu wakiwa sasa wamekuja ili kujua nini kilikuwa kinaendelea, maana waliona Mariamu alionekana kutaka kutafuna nyama ya mtu. Sasa tukawaelewesha kilichotokea hapo kihalisi tu, na wengi wao wakacheka pamoja nasi. Ilipendeza sana kumwona Mariamu akifurahia mno kioja alichokuwa amefanya, kwa sababu yeye pia alicheka kwa furaha iliyotoka moyoni. Sasa ikambidi Tesha amkimbilie Shadia ili amrudishe huku, kwa sababu alikuwa amegoma kurudi. Naye akatuacha tukiwa sasa tumesogea dukani kwa Fatuma kuangalia video aliyorekodi Ankia. Hakuna kitu kilichokuwa kinawaua ambavu hawa watu zaidi ya kuona jinsi Shadia alivyomsukuma Tesha na kuanza kukimbia. Bi Zawadi, Fatuma na Ankia walicheka sana. Tena Tesha alipofanikiwa kumfikisha Shadia hapo, ndio kicheko yani ni kama kikalipuka kwa nguvu zaidi. Wanawake hawa waliongea sana. Tesha akakaa chini kabisa baada ya kuiangalia video hiyo, na Mariam sasa akawa anamwangalia Shadia na sura yake iliyotisha huko akicheka. Shadia alikuwa anasema ameishiwa nguvu miguuni, nami nikaelewa kwamba ni kama mwili wake fulani hivi ulikuwa umepata mshtuko. Kwa hiyo akawa sasa ananiambia nimemfanyia kitu mbaya sana na asingenisemesha daima. Nami nikamwambia ningempa pole yake kwa kufanya atimue mbio namna ile. Kisha nikawaomba sasa wote kwa pamoja tuelekee ndani ili kutuliza hali. Basi tukaelekea ndani kwao akina Tesha. Shadia akionekana kuchoka vibaya mno, naye akafikia kukaa kwenye sofa kama vile yani ametoka kutua mzigo mzito. Muda ule tuko nje kabisa, ni Bi Zawadi pekee ndiye aliyekuwa ametoka kwa upande huu. Yani alimwacha Bi Jamila arudi kwa yule mwanamama mgeni aliyekuwa hapo mpaka wakati huu. So Mariamu akawa sasa ameondoa lile shuka jeupe mwilini mwake, lakini ile sabuni usoni pake iliendelea kuwepo. Ankia sasa akamfatia Shadia maji ya kunywa na kumletea. Naye sasa akaanza kunywa huku sasa mama wakubwa, Tesha, Mariam pamoja na huyo mwanamke mgeni wakiwa wanacheka kwa kuitazama ile video. Sasa Tesha akasema kwamba mam meua. Ona Shadia alivyokuwa anakimbia kama utafikiria ni Charlie Chaplin. Tesha alisema hivyo na wengine wakacheka sana. Mimi nilikuwa nimekaa tu kwenye sofa pembeni nikitabasamu tu. Shadia akasema kwamba kwenye hali kama hiyo hivyo nadhani hata kama ungekuwa wewe ungebaki. Wewe ulikuwa unajua ndio maana uko huna hata wasiwasi. Kwani ujiona wale watu wengine walivyokimbia? Shadia alisema hivyo. Tesha akasema kwamba tena sio kukimbia tu. Shadia umenisukuma. Yaani ilikuwa nini? Yaani ilikuwa ni ile kufa mwenyewe huko. Tesha alisema hivyo. Yaani kwamba ni Shadia alimsusa mwenzio kwamba kama kufa peke yako. Yule mama mgeni akasema kwamba Shadia, mbona hukutuambia kama uliwahi kushiriki mashindano ya marathon jamani? Yule mama alisema hivyo, wengine wakacheka tu. Naye Bi Zawadi akasema kwamba mwenzangu, ona hiyo miguu ilivyopauka. Yaani katimua vumbi mpaka Masai huko jamani. Mimi leo nitalala na cheka tu. Basi mimi nikanabaki na tabasamu tu na kumwangalia Mariamu usoni. Nikaanza kuona kitu fulani hivi kwenye uso wa binti huyo. Ni kama alikuwa anajaribu kuonyesha furaha yake kwa kuongea, lakini kwa sababu ya wengine kuendelea kuzungumza akawa na sita. Si unajua ile mkiwa wengi afu nataka kuongea wengine wakiwa wanaendelea kuongea ni kama. So hii ikanifanya nitamani kuambia wengine watulie ili Mariam aseme kitu fulani, lakini hiyo sasa ingekuwa ni ngumu sana, maana najua angebaki tu kimya kama ningefanya hivyo. Yaani ingetakiwa kitokee kitu fulani cha kumsukuma yeye mwenyewe azungumze. Na nilikuwa na hamu sana ya kuona hilo linafanikiwa, lakini sio tu kuambia kwamba jamani tulieni mama anataka kuongea. Hapana. So Tesha akasema kwamba mwanangu nataka ni edit kipande kidogo tu hii video afu nirushe TikTok. Najua itasumbua sana. Shadia akasema kwamba thubutu uone. Tena hebu naomba muifute. Tesha akasema kwamba hakuna kuifuta. Leo mama kakuweza bwana. Shadia akasema kwamba fute. Ankia naomba ifute bwana.
Ankia akasema kwamba subiri kwanza, nataka Miriam mwenyewe aje kuiona. Bi Jamila akasema kweli mimi inabidi aje acheke na yeye pia. Sasa Shadi akasisitiza akasema kwamba sitaki bwana, nimesema ifuteni jamani. Bi Zaidi akasema wewe naye, kwani kuna ubaya gani kama mimi naye akija kuiona? Ankia akasema kwamba eti kwanza si na Jessie amekwambia atakupa pole. Shadi akasema Jessie ni mkuda tu yule naye. Kama vipi unipe tu pole yangu sasa hivi bwana, ndio mtakuja kumuonyesha mimi. Tesha akamuuliza kwamba sasa pole gani unataka, hela au? Baada ya Tesha kusema hivyo, ni tabasamu kidogo na kutoa shilingi 10,000 na Shadi akaonekana kufurahi kwa jinsi alivyoniangalia. Sasa Bi Jamila akauliza kwamba baba, unataka kumpa yote hiyo kisa tu kutimua mbio ama? Tesha akasema eti mwanangu, hapa anayepaswa kulipo ni mama bwana. Tesha alivyosema hivyo, kauli yake kanifanya nicheke kidogo. Shadi akaambia kwamba wewe, mimi hapa ndo akupewa pole. Sasa ningepata pressure nikaanguka je? Simngetoa zaidi ya hii pole anaonipatia hapa. Leta 10,000, leta hapa bwana. Basi akaikwapua kutoka mkononi mwangu, huku sasa wanawake wengine wakiguna kwa njia ya michambo. Shadia akaingiza noti hiyo ndani ya nguo sehemu ya kifua chake, huku sasa akiwa amekunja midomo yake kwa nyodo. Sasa nikamwambia Tesha kwamba oya, sio mbaya akipoza kwa kidogo, maana najua ni lazima tu liwe kavu. Kakisanua ile mbaya. Basi wengine wakacheka kidogo. Na Shadi akasema kwamba ila mamu wewe, alafu jamani simumnawishe huyo, mwisho usiku tuanze kuota ndoto za mizimu. Bi Jamila akasema kwamba kweli jamani Tesha, kamnawishe mtoto basi asije yakamwasha machoni au masabuni. Basi Bi Jamila baada ya kusema hivyo, ni hapa ndo tukasikia honi ya gari nje ya geti. Nasi kwa pamoja tukaelewa kwamba ni Miriam ndo aliyekuwa anaingia, yani mimi. Tesha akasema kwamba hebu ngoja nikamfungulie mimi aje kucheka hapa. Tesha akasema hivyo na kuelekea nje upesi. Sasa hii ilikuwa ni mida ya saa 3 kasoro sasa. Na Ankia akamwambia Mariam ya kwamba twende ukanao uso mama Miriam asikukute hivi. Lakini Mariam akatoka upande aliokuwa amekaa karibu na Ankia na kuja kwangu. Naye akakaa karibu na mimi huku sasa akiniangalia kwa shauku na kunishika mkononi kwa nguvu. Nikawa nimemuelewa. Ankia akasema kwamba wewe mam vipi tena? Anataka dada yake amuone akiwa hivi ndo atanawa baadaye. Alisema hivyo na Ankia akasema kwamba hapo sasa nimekuelewa. So tulikuwa tunasikia geti lilivyokuwa linafunguliwa, gari kuingia na kisha likafungwa tena, na baada ya sekunde chache Tesha akawa sasa ameingia ndani tena akiwa ni amebeba mifuko miwili mikubwa yenye vyakula. Na dada yake ndo akafuata. Wote walikuwa wanatabasamu baada ya Miriam kuingia. Nami nikamtazama kwa upendezi. Wakati huu alikuwa amesuka nywele zake ndefu kwa mtindo fulani hivi wa rasta zilizokwenda pande tofauti, lakini ni mwanzoni tu mwa kichwa chake kufikia utosini. Alafu sasa kutokea hapo ziliachwa zile laini ambazo zilimwagikia nyuma mpaka kufikia mgongoni. So alizipamba kwa kuziwekea urembo wa vidude vidogo vidogo hivi vyeupe kwenye kila pande ya kichwa, na mtindo huo ulimpendezesha sana, ni kuunganisha na sura yake jinsi alivyo mrembo. Leo alikuwa amevaa blouse laini yenye mikono mirefu iliyofanana na ngozi ya twiga, pamoja na suruali nyeusi pana ya kitambaa laini ambayo pamoja na upana wake bado umbile hilo lilichoreka vizuri sana. Akiwa tu ndio ameingia, kabla hata ya kutoa salamu, akawa amemuona Mariam pembeni yangu. Naye akabaki akimtazama tu kimaswali. Wengine wakaanza kutabasamu na kucheka. Ndipo Mariam akaniachia na kumfuata dada yake upesi. Tesha ndio akawa amerejea hapo baada ya kutoka kuipeleka mifuko ile jikoni. Naye akaanza kusema ya kwamba yani mimi hawezi, ile tu kauli yake kabla jamaliza vizuri. Nikasimama na kunyanyua kidole changu kimoja kumuelekea kwa njia ya kumzuia asiendelee kuongea. Naye akatulia. Wengine wakaona hilo, nami sasa nikarudisha umakini wangu kwa Mariam. Hivyo wote wakamwangalia. Mariam alikuwa amemshika Miriam mkononi huku sasa kitabasamu na kupumua haraka haraka. Naye Miriam akamuuliza kwamba mam, yani mbona umepaka nini usoni? Mariam akanyanyua kidole juu, akipindisha shingo yake kiasi na kuonekana akitaka kuongea. Nasi wote tulikuwa tumebaki tu kumtazama kwa matarajio mengi. Basi Mariam akasema kwamba dada nimemkimbiza shangazi. Nilipandwa na msisimko fulani hivi mzuri sana baada ya kumsikia binti huyo akizungumza namna hiyo.
Nikamtazama Tesha na kukuta ameachama kwa kushangaa. Bi Zawadi akiwa amefunika mdomo wake kwa ganja, Ankia akiwa ndio anasimama kutoka sofani kwa njia ya mshangao, na hata Shadia akasimama pamoja na Bi Jamila. Nikamwangalia Miriam na kuona akimtazama mdogo wake aliyekuwa anacheka kwa furaha, naye akasema kwa sauti ya chini, umefanyaje? Mam akajibu, nimemkimbiza Shadia. Mariam alijibu hivyo. Miriam alikuwa ameshika mkoba mkononi, lakini ukamdondoka kwa kile kilichoonekana kuwa mshangao. Sote hapo tulijawa na furaha sana. Mimi sikujua kiwango cha furaha hiyo kwa wengine, lakini mimi hapa nilikuwa na rukaruka sana ndani ya moyo wangu. Ilikuwa ni furaha sana msikilizaji. Mariamu alikuwa na sauti nzuri, na hapo alipoongea alikuwa ameitoa yote. Hii ilimaanisha nini? Michezo tuliyokuwa tumeianza ilikuwa inamsaidia binti huyo kurejesha utaratibu mzuri kwenye ubongo wake, na hasa sasa nikawa nimetambua zaidi kwamba ni furaha aliyokuwa akiipata kwa kucheza hivi ndio ilivyokuwa ndio iliyokuwa inafunika ile huzuni iliyosababisha akaanza kuumwa. Wengine walikuwa wanamwangalia tu binti kwa kustaajabu. Yeye mwenyewe asielewe kwamba hiyo ilikuwa ni pindi yeye kugusa moyo, nyoyo za wapendwa wake kwa kiwango kikubwa. Naye sasa akaushika mkono wa Miriam na kuanza kumvuta kuelekea pale Ankia alipokuwa amesimama. Walipomfikia Ankia, Miriam akawa sasa amesimama pembeni yangu. Naye Mariam sasa akamwambia Ankia kwamba muonyeshe. Sisi tulikuwa tumemezwa na butwa la kuona binti ameanza kuongea vizuri, lakini yeye alikuwa anataka tu kumuonyesha dada yake kilichofanya afurahi namna hiyo. Ankia sasa akaninyoshia simu yangu ili nitoe lock. Nami sasa nikaiwekea kidole ili ifunguke. Ilipofunguka, Ankia akaweka ile video ya Shadia, naye Miriam akaanza kuangalia. Mariamu akaendelea tu kucheka na makeup yake usoni, naye akasema kwamba ona anakimbia upande kama bata. Mungu wangu, nilijisi vizuri sana ise. Wiki moja tu nikawa nimefanikiwa kuanza kumkarabati vyema huyo binti. Miriam akawa anacheka kwa huzuni iliyochanganyikana na pumzi, lakini kwa ile njia kama vile alikuwa anataka kulia. Najua video ilikuwa imemfurahisha, lakini niliona furaha yake kuwa kusikia mdogo wake akizungumza tena bila kujikwaa sana. Naye sasa akamwangalia usoni kwa hisia, hata akacheka kidogo kwa pumzi, nami nikaona machozi yakimlenga. Miriam akamuita kwamba Mariam. Mariam naye akaitika, be, umenifurahisha sana. Nani amekuchora hivi? Halafu umechora hivi halafu kamkimbiza shangazi? Miriam akamuuliza tena hivyo mam. Mam akaniangalia na kunisonta, akionekana kutaka kusema jina langu, lakini kukawa na ugumu fulani, hivyo akaishia kuachama tu. Na Miriam akauliza kwamba ni wewe? Nikasema kwamba ni sisi wote tumechangia. Tesha akasema kwamba kasoro aliyekimbia tu kama bata. Basi wanawake wengine wakacheka kidogo, na Shadia akamwambia Tesha kwamba na wewe nitafute sasa. Miriam akamshika Mariamu usoni, kisha akamkumbatia kwa upendo. Unajua msikilizaji, ilikuwa ni pindi, ilikuwa ni nyakati yenye kugusa sana moyo, ambayo kiukweli mimi sikuwa nimetarajia ingefikia hapa kwa muda mfupi namna hiyo. Wazo langu mapema ilikuwa ni kufanya tu kioja pamoja na Mariam ili aendelee kuchangamka, lakini mimi sikutarajia uchangamfu wake uonyeshe matokeo mazuri mapema mno namna hiyo. Mama wakubwa walikuwa wanatokwa na machozi kabisa. Walikuwa watu wa hisia sana. Nao wakawasogelea Miriam na Mariam kujiunga nao kwenye kumbato. Basi mama mgeni akasema kwamba jamani, hadi raha jamani. Shadia akasema umeona Basi wanne hao wakiwa sasa wameendelea kukumbatiana namna hiyo, Miriam akapandisha macho yake na kuniangalia. Niko sasa namtazama kwa utulivu tu, naye akashusha pumzi na kuwaachia wenzake ili sasa kumbatio hilo livunjwe hatimaye. Ankia akanisogelea na kunipiga kidogo begani kwa njia ya kusifia. Naye Tesha akanipigia saluti ndogo ya kishikaji. Miriam akasema kwamba umependeza sana. Alimwambia hivyo mam. Mam naye akaitikia asante. Sisi wengine tukacheka kidogo, na Tesha akasema kwamba dada ungekuepo, ungegalagala kwa kucheka ise. Nataka kujua ilikuwaje. Nataka Mariamu anisimulie.
Basi Mimi alisema hivyo kwa sauti yake tamu. Naye Mam akamwambia dada yake ya kwamba njoo hapa. Mariamu alimwambia hivyo Miriam na kumkalisha dada yake sofani. Akanivuta mkono pia ili nikae hapo hapo. Hivyo nikao nimekaa pamoja na dada hawa wawili. Mariamu akiwa katikati. Akaanza kuongea. Alijitahidi sana kuzungumza ijapokuwa maneno mengi aliyatafuta mno kichwani, na wote tulikuwa sasa tukimsikiliza alipoongea kwa furaha na kufurahi pamoja naye. Mimi mpaka akajikuta anadondosha chozi kutokana na furaha aliyokuwa akihisi. Naye Mam akamalizia kumsimulia kwa kusema Tesha alicheka mpaka akakaa chini. Sasa chini alivyoitamka alisema Tesha alicheka mpaka akakaa chini. Umeona? Yani ni DHI ila alishindwa kutamka ya CHI yani ya chini. So Shadi akasema kwamba yani nyie ngojeni tu. Yani mmenigeuza kituko chenu, si ndio? Aya nitakuja kuwaonyesha. Tesha akasema kwamba bado nalalamika, si ndio? Lakini si pole umepewa ama? Shadi akasema mata kama tatizo mnanicheka sana. Basi tunaacha kukucheka. Mam, twende nikakusafisha uso nje ili uje kula. Unajua nimekuletea nini? Miriam akaongea hivyo. Mam akatikisa kichwa kuonyesha ajui. Nimekuletea kitimoto. Miriam akamwambia hivyo. Sasa Mam akatabasamu kwa furaha, naye akasimama upesi. Mimi akasimama pia. Na ni wakati huu ndio akawa sasa ametilia manani uwepo wa ule mama mgeni hapo ndani na kumsalimia. Kisha akawasalimu na mama zake wakubwa na Ankia. Wakampa pole ya kazi, naye pia akaomba radhi kwa kuchelewa, lakini wakamwambia kwamba haikuwa na shida. Ankia akawa sasa amemwambia Miriam kuwa mimi na yeye tungeondoka sasa kwenda wapi kwetu, lakini Miriam akakataa. Akasema tutulie kwanza ili tupate chakula pamoja kisha ndio twende. Kwa sababu alikuwa ameleta cha kutosha. Sasa Ankia na mimi tukawa wapole, kwa hiyo akaondoka pamoja na mdogo wake baada ya kutuambia tutulie hapo, na tukakaa kuwasubiria. Kilichofuatia ilikuwa ni maongezi zaidi yenye kufurahisha kuhusiana na Mariam, na hata mara kwa mara Tesha angemtania Shadia aliyekuwa amenuna kimasiara bado. So dada wale wawili wakawa wamerejea. Wakati huu Miriam akiwa sasa amevaa dera pana tu la zambarau na kilemba kilichofunika nywele zake kwa mbele, na Mam yeye alikuwa safi zaidi kwenye uso wake. Mimi akaelekea jikoni na Ankia akamfuata kwenda kusaidiana naye kuandaa chakula. Inaonekana bibia Miriam alikuwa ameleta vyakula vilivyotengenezwa tayari, maana harufu nzuri ilikuwepo hewani baada ya wao kwenda kuifungua ile mifuko aliyokuja nayo. So sisi tukiwa sebeni tukaendelea tu kujaribu kumfanya Mariamu aendelee kuzungumza. Wanawake hawa wawili ndio wakaanza kutuletea sahani za mmoja zenye vyakula pendwa kama chips kavu, kipande cha nyama ya kuku na nyama za kitimoto kwa wingi. Na ilikuwa ni kama ameotea, yani kuleta msosi mtamu namna hiyo kwenye siku ambayo mdogo wake alikuwa ameanza kuzungumza tena. Na baada kila mmoja kupewa yake na Ankia kutunawisha, makamuzi yakaanza. So tukala huku sasa tunapiga story. Na hiki ni kitu ambacho lazima nikiseme kwa mkazo msikilizaji, kwamba kila mara ambayo ningemwangalia mimi na yeye kunitazama, macho yetu yangetulia yakiangaliana kwa sekunde chache. Yani kama vile yanatafakariana. Na bibie ndio angevunja utizami huo na kuendelea kula taratibu. So ilinifanya mimi nione mtazamo mpya ndani ya mwanamke huyo kunielekea. Yani bado hakuwa ameniambia kitu chochote, lakini macho yake tu yalitoa shukrani za dhati kwa yote nilikuwa nafanya ili kumsaidia mdogo wake. So mimi nikana jihisi vizuri sana rohoni, nikitazamia kwamba huenda hii hata ingeanza kutengeneza msingi mzuri wa urafiki baina yangu na huyu mwanamke. Na sijui kwa nini tu, lakini nilitamani sana tu marafiki. Tena hiyo ilikuwa ni kutokea mara ya kwanza kabisa nimekutana naye. Kwa hiyo ningepaswa tu kusubiri kuona kipi kitakachoendelea. Kwa hiyo bwana, tukao tumemaliza msosi na kukaa hapo mpaka mida ya saa 5. Mariamu alikuwa ni binti aliyezoea kulala mida ya saa 3 au saa 4 hivi. Kwa hiyo hapo tayari alikuwa zake chumbani amesinzia muda mfupi tu baada ya sote kumaliza kula. Na kwenye mida ya saa 5 yule mwanamke aliyekuja kuwatembelea mama wakubwa akaona aage. Alikuwa anafahamiana sana na marehemu mama yao wakina Tesha, na alikuwepo kusaidiana na kina Bizawadi na Bijamila katika kipindi ambacho wazazi wa ndugu hao walikuwa wamepoteza maisha, na leo alikuwa amekuja kuwasalimia. So mimi sikujua sana, ila inawezekana hata huo mlo mtamu ambao Miriam aliuleta ulikuwa ni kwa ajili ya ujio wa huyo mwanamke, kwa sababu aliishi maeneo ya Twangoma na mimi akawa sasa
kumwitia usafiri wa bodaboda fulani hivi aliyejuana naye aje kumchukua na kumpeleka barabarani pale Mzinga ili mama wa watu aweze kupanda daladala. Sasa mimi na Ankia tukatumia nafasi hii pia kuaga na kutoa shukrani kwa ukarimu wa hii familia, nao wakatupa heri nzuri ya usiku pia. Wanawake hawa hasa mama wakubwa walikuwa wanapenda sana Tesha na mimi tulipoongea vitu vilivyowachekesha. Nasi tukatoka nje baada ya yule sasa bodaboda kufika, tukiwa sasa tunawafurahisha wote kwa stori zetu. Yule mama akapanda zake boda, huyo akasepa. Sisi, yani mimi na Ankia sasa tukazungukia upande wetu, sasa tukiendelea kuzungumza na hawa majirani zetu kwa shauku. Tulikuwa tumeshazoeana sana na mama wakubwa. Walinipenda kweli kweli, hasa kutokana na kuwa na utani pamoja nao wa kuwafanya wajisi vijana. Kwa kuwa nafasi ilikosekana ya kuongea na Tesha kuhusiana na issue yake na Winnie, akawa ameniambia angenisimbia siku ya kesho, nami nikaridhia. So sikuwa nimeongea lolote pamoja na Miriam kuhusiana na mdogo wake kwa wakati huu. Kwa hiyo ningepaswa kusubiri tu, maana najua alikuwa na nia kutaka kujua kiundani zaidi kuhusu maendeleo ya mdogo wake kutokea hapo. Na mimi nilifurahia sana usiku huu, yani kama Ankia asingekuwa kipindi cha angekoma huko ndani. Kwa hiyo tukaingia zetu ndani na kwenda kujipumzisha, nikiwa nina hamu na yale ambayo siku ya kesho ingekaribisha. Basi bwana, paka kucha hatimaye, ikiwa ni Jumapili takatifu kwa wengi. Nilikuwa nimeamka mida ya saa 12 alfajiri, lakini nikajirudisha tena usingizini, na sasa nikawa nimeamka mida ya saa 3 asubuhi. Sikutoka kitandani, bali nikavuta simu yangu iliyokuwa inaita kwa muda fulani hivi. Kwanza nilikuwa nimeona uvivu tu kuichukua mapema, na sasa nilipoangalia mpigaji alikuwa ni Soraya. Kunipigia mapema saa 3 namna hii haikuwa kawaida yake. Yani hata hakuwa na kawaida ya kunipigia kwa sababu tulizoea kuwasiliana kwa SMS, lakini nilikuwa ngoja nipokee tu na kumsikiliza. Hello? Sauti yake ilisikika. Mimi nilikuwa nimelaza tu uso kwa upande, huku simu ikiwa sikioni kwa juu, nami nikiwa sasa nimefumba macho tu. Naam, hello. Yes jamani. Mbona unanitesa? Mimi nimekufanyaje tena? Ina maana ujui? Nisingeuliza. Sawa bwana. Basi sawa, asubuhi njema. Na kwako pia. Alitulia kidogo na kisha ndo akakata simu. Nitabasamu kiasi na kuweka simu pembeni. Soraya alikuwa nafikiri ningeanza kumbembeleza eti kwamba siji hivi kimeenda kimebinuka we. Lakini akawa amekosea namba. Sio kwamba eti labda mimi sikumtaka tena, ila najua alikuwa ameshadata na mimi. Kwa hiyo hata kama ningefanya nini, najua angerudi tu mwenyewe. Kwa hiyo nikaamua kunyanyuka ili sasa nikafanya usafi wa mwili, kisha mengine kama kunywa chai yafuate. Hiyo wiki yote iliyoisha sikuwa nimefanya mzunguko mwingine wowote mbali na Mbagala, zaidi ya nilipokwenda kukutana na yule askari mpelelezi Ramadhani. Kwa hiyo nikawa nafikiria labda leo ingefaa kama nikitoka na kwenda sehemu kupiga 2-3 nini pamoja na Ankia na Tesha. Uzuri kulikuwa na mechi ya Simba, kwa hiyo kwenda kuitazama na kuburudika pamoja na hao marafiki zangu lilikuwa ni wazo zuri. Ankia tayari alikuwa ameshaamka na kufanya usafi, na wakati huu alikuwa akikanda unga wa ngano ili aweze kutengeneza mkate mkubwa. Tena ukaangia sijui kubanikia kwenye sufuria, nami sasa nikampongeza kusema nasubiri kwa hamu kunywa chai pamoja na mautashi yake ya kupika. So mimi nikaendelea kukaa sebuleni kwa muda fulani hivi mpaka pale marafiki wawili wanawake wa Ankia walipokuja kumtembelea, sijui ama labda kwa biashara zao wanazozijua wao wenyewe, I don't know. Lakini mimi nikaingia chumbani bila hata ya kuonana nao, maana nilitoka sofani wakiwa ndio wameukaribia mlango. Kwa hiyo nikajichimbia chumbani kwangu, huku sasa mkononi nikiwa na simu yangu nikiendelea kusoma mambo fulani hivi. So nilipomaliza nikaweka tu simu pembeni na kuamua kutafakari vitu. Upande wa vita yangu dhidi ya tatizo la Mariam ulionekana kuanza kunipa ushindi, lakini kwa upande wa vita yangu dhidi ya mke wa Chaligonga bado lisua. Mara kwa mara askari Ramadhan alikuwa yeye amenitafuta kuuliza kama kuna maendeleo yoyote au jambo lolote jipya, na mimi nilikuwa namjulisha kwamba bado kumetolea. Ila huu kimya wa Betha uliniwazisha sana msikilizaji. Si unajua tangu tumeonana kule na hata mwenyewe umeshuhudia bado hajanitafuta kwa namna yoyote ile. So maybe inawezekana alikuwa akifuatilia mambo fulani kuhusu mimi bila mimi kujua. Huenda kwa hizo siku chache zilizopita akiwa ametumia watu wake kunichunguza. So mimi nilikuwa na uhakika kabisa kwamba hakuna sehemu yoyote ile ambayo
ningejikamatisha vibaya kwa lolote. Kwa hiyo hata kama angenifuatilia asingeona nuksi yoyote. Hata makutano yangu na huyo askari ilikuwa ni asiri sana na aliyopangwa kwa akili. Ingekuwa ni rahisi kusema ninajipa pressure tu bila maana yoyote, lakini huwezi kuwa na hakika siku zote kwamba eti mambo yatakuwa sawa tu na kutokufikiria njia mbadala za kuepuka matatizo ambayo hufikirii kama atafanyaje yatatokea. So nikawa mimi nawaza nini nitafanya kama jambo fulani likitokea, nini nitafanya hiki kikitokea, au nini nifanye kile kisipotokea. Hata yale madawa niliyotengeneza nilikuwa nimeyaweka sehemu salama na kwa kificho, ili Betha akiaomba tu basi apate. Na kutokea hapo ndio mipango ianze kazi kwa kasi. Bwana, nikiwa sasa nimejilaza tu kitandani, hapo simu yangu sasa ikaanza kuita. Na mpigaji alikuwa ni Bi Zawadi. Nikapokea na kumsalimia, na akaniuliza ikiwa nilikuwa na kazi, nikakanusha hilo. Basi ndo akaniomba sasa niende hapo kwao sasa hivi, maana kuna jambo la muhimu sana alikuwa anataka fanyaje ashiriki na mimi. Nikamwambia poa, anipatie dakika chache tu na mimi ningekuwa nimeshafika. Basi bwana, nilikuwa nawaza kwamba bila shaka jambo hilo lingekuwa linamhusu nani? Mariam. Na kwa kufikiria pale nilipomwacha binti huyo hali hiyo jana, ingekuwa ni muhimu kwenda kuona hali yake iko vipi kwa sasa. Hivyo nikatia nguo safi mwilini na kujitengeneza vyema kama kawaida yangu, nami nikatoka chumbani. Hapo sebeni sasa nikakuta Ankia akiwa amekaa pamoja na wale marafiki zake wawili. Alafu hata wote sikuwahi kuona kabla. Mmoja alikuwa mweusi wa maji ya kunde, mwingine alikuwa ni mweupe. Na nadhani wote walikuwa Waislamu, maana walivaa hijabu vichwani na nguo ndefu kama mbaiboi hivi au kanzu za kike. Hawa wanajua bwana. Huwa anavaa kitakatifu kwa nje, ila ndani sasa tena na hako keupe kalikuwa kameweka sasa na pini iliyozunguka tobo moja la pua. Oya. Ndio nikajua hapo sasa kuisha kazi. Lakini mimi nikaa makini tu na kufika usawa wa sofa alilokaa Ankia, na mimi nikamwambia kwamba oya mimi natoka. Ankia akauliza wapi tena hiyo? Nikamwambia kwamba warembo wangu wananiita. Basi Ankia alielewa na maanisha mama wakubwa hapo jirani. Naye akasema kwamba vipi kuhusu chai? Hebu ngoja nikawasikilize kwanza hao. Hey, mambo vipi? Nilisema hivyo na kuwasalimu hawa dada. Basi wakaitikia pale huku sasa wakiniangalia kwa makini. Nikamwangalia Ankia na kusema kwamba hey, baadaye. Akanijibu poa. Mimi huyo nikatoka hapo kama vile najali muda. Sijui hawa wanawake walifika hapo wakiwa na dhumuni lipi, lakini macho yao yalionyesha kutaka maslahi fulani hivi. Pote. Akili yangu ikakazia zaidi mwito wa warembo wangu Bi Zawadi na Bi Jamila. So nilipotoka na kufika getini kwao Tesha, nilimuona ule Fatuma wa dukani akiwa amekaa kwenye kiti hapo nje pamoja na mwanaume kijana hivi wakionekana kuongea. Sasa nami nikagonga geti na kusubiri lifunguliwe. Nikamwona huyo Fatuma akiwa sasa anamuonyeshia huyo kijana kwa kidole kunielekea mimi, kisha akaanza kucheka huku sasa huyo kijana akinitazama. Kwa haraka nilitambua kwamba alikuwa anamsimulia kile kituko cha usiku wa jana. So nami nikakaza tu na kutazama muda kwenye simu yangu. Ikiwa inaelekea kuingia saa 5 sasa, mlango mdogo wa geti hilo ukafunguka na ni Tesha ndiye aliyekuwa amenifungulia. Tukasalimiana pale vizuri tu kirafiki nini. Nami nikaingia na kukuta pickup ya Miriam ikiwa hapo nje, kisha tukaanza sasa kuelekea ndani pamoja. Tesha akawa sasa amegusia kwangu kuhusu kwenda kuitazama mechi ya siku hii baina ya Simba pamoja na Yanga. Nami nikampa hakika kwamba tungekwenda kuiona kwa pamoja baadaye. So tulipoingia tu ndani hapo nikakuta mama wakubwa wakiwa wamekaa sofa moja na Mariamu akiwa sasa amekaa kwenye lingine pamoja na bibi Miriam. Basi nikawapa salamu pale, nikawasalimia. Wakaitikia kusasa kutabasamu kwa furaha, na baada ya Mariam kuniona akatoka sofani na kunifuata mpaka niposimama kusasa kutabasamu. Nikamwambia hey mam vipi? Basi kwa shida tukasema kwamba shikamo, maraba, high five. Nikasema hivyo na kunyanyua sasa kiganja changu juu. Mariam akagungesha kiganja chake hapo kirafiki. Sasa mimi nikamwangalia Miriam na kuona anatazama kusasa kutabasamu kiasi. Hey Zasboy, safi, karibu. Alinijibu hivyo. Jamani ka sauti ka Miriam jamani, na alikuwa amependeza kweli kwa nguo alikuwa amevaa, ingawa hakuonekana kutaka kutoka kwa siku hii. Basi Bi Jamila naye akaniambia kwamba karibu baba ukae. Nikaketi kwenye sofa pembeni yake Tesha,
naye Mariamu akakaa kwenye mkono wa sofa hilo karibu na mimi. Nadhani alikuwa na hamu sana ya kuona tungefanya michezo gani kwa siku hii ya leo. Kulikuwa na harufu ya nyama niliyovuta upesi baada ya kukaa hapo. Nami nilielewa ilitokea jikoni. Vipi, Shadi ametoka? Huyo aende wapi wakati sasa hivi ana trend TikTok? Yuko jikoni. Anajua tu hapa kitoka tu nje atavamiwa na mapaparazi. Yuko ana trend TikTok huko. Ila kwa muda yuko jikoni. Tesha alisema hivyo. Mara ghafla Shadia akatoka jikoni akiwa ameshika kijiko cha kupakulia mboga na kusema kwamba alafu Tesha, naomba unitoe mdomoni mwako wewe Tesha wewe. Basi wote tukacheka kidogo na Tesha akasema kwamba jamani, si ni JC ndio kakuulizia jamani, mimi sema kosa langu liko wapi? Shadia akasema singemwambia tu niko jikoni. Sasa paparazi wametokea wapi? Yaani wewe. Yaani ngoja nitakukoa na hili kijiko sasa hivi. Wewe endelea tu kuniweka mdomoni mwako. Shadia alisema hivyo. Huku sasa akimnyoshia Tesha kijiko. Tukacheka tena kwa pamoja maana inaonekana vita Tesha na Shadia bado ni mbichi. So Miriam akawa anacheka tu bila kutoa sauti. Yaani kadada fulani ambako kana tabasamu lakini huwezi kusikia eti huyo manzi huyo. Naye Bi Zawadi akamwambia Tesha kwamba mwache mwenzako bwana, atakuja akukoe kweli. Shadia akasema kwamba yani hili basi tu. Bwana. Shikamoo. Nilimsalimu Shadia. Akasonya kidogo kuondoa kero ya Tesha. Kisha akaniambia kwamba marahaba mwaya, karibu. Asante. Nilimjibu hivyo. Asa Tesha akaniangalia machoni kwa njia ya kuudhika lakini kikejeli. Nami nikamwelewa. Ni ile kwamba mimi ndio niliyekuwa msababishi wa kumfanya Shadia awe kituko jana. Lakini Tesha ndio alikuwa anarushiwa vijembe kwa kumtania kidogo tu, alafu mimi mastermind nikawa natendewa vizuri. So nikatabasamu kidogo na kumwambia kwamba sio makosa yangu. Wewe ndio unamchokoza sana. Hapana bwana. Wewe umemkuna tu jana kwa kale ka Msimbazi, ndio maana hapa anakuwa anakufagilia tu huyo. Tesha alijibu hivyo. Ilikuwa kidogo tu nimwambia kwamba wewe acha ujinga. Lakini nikajituliza na kumwangalia Bi Zawadi. Basi nikamsemesha nikasema kwamba wewe cheupe wangu vipi? Akanijibu safi tu. Haya niambie, kuna issue gani mpya? Ama ni sisi wawili tu tutaongea baadaye? Nilimuuliza hivyo. Bi Zawadi akacheka kidogo naye Tesha akasema kwamba nyie issue gani tena? Simtufahamishe tu bana. Bi Zawadi akasema wala hata hamna. Nilikuita tu uje tunywe supu pamoja. Shadia anatengeneza makongoro huko. Unajua baba? Nafahamu. Basi mimi nikafikiri labda kuna tatizo. Hapana bwana. Sisi tunapenda tu ukiwepo hapa. Unajua umetusaidia sana kurudisha sehemu kubwa ya furaha kwenye hii nyumba. Bi Jamila aliniambia hivyo tu kwa pole. Nikatabasamu na kumwangalia Miriam ambaye alikuwa ameweka macho makini kwenye simu yake. Ni kama vile akili yake ilikuwa mbali kiasi kwa sababu fulani. Kwa hiyo nikarudisha umakini wangu kwa mama wakubwa. Basi Bi Zawadi akasema kwamba wengine wakajaribu na kushindwa mpaka kulegea. Eti mwanenu ni chizi. Kicha aende siji wapi siji huko. Si huyu hapa sasa umemsaidia. Tena hata mwezi hujaisha. Bi Zawadi alisema hivyo. Tesha akasema kwamba kweli unajua yani hapa ndo naamini ya kwamba kila daktari na dawa yake. Alafu ya JC ndio original sasa. Kama masiara tu kaanza yani cheki sasa hivi. Ila mwanangu, nakukubali sana mwanangu. Usiwaze bwana, tuko pamoja. Unajua kwa maisha ya sasa JC sio rahisi kupata mtu kama wewe siku hizi ambaye anaweza hata kujitoa akatumia muda wake kufanya mambo mengi kama ambao unafanya kwa ajili ya mamu bila kutegemea malipo. Yaani JC umenigusa sana. Jana Mariamu kuanza kuongea ni kitu nilichokuwa nasubiri kwa hamu sana kuja kukiona. Kama umeweza kumfikisha hapo basi ina maana utamfikisha mbali zaidi. Unastahili malipo makubwa zaidi ya yale hata yote ambayo mimi alitoa kujaribu kumsaidia mdogo wake. Lakini watu wakamfanyia ulaghai tu. Yaani tunakushukuru sana baba. Bi Jamila aliongea hayo kwa hisia sana. Mimi nikajikuta hadi na kosa la kusema na kubaki nikitazama tu chini. Nikiwa na hisia amani sana moyoni kupokea shukrani hiyo ya dhati. Tesha akasema kwamba ni kweli bro. Yaani unajua bro, wote hapa tunakubali sana. Ni mama zetu hawa. Mimi hapa. Kule Mrs. Paparazi kule.
Baada ya Tesha kusema hivyo wote tukacheka kidogo. Kweli yani haya bado kuna Miriam pia hapa. Tena ni I say bro, yani dada anakukubali kichizi yani. Usimwone tu amekaa tu hivyo yote amebunda. Anakuelewa sana. Huwa anasema ya kwamba anasema hivi ukiwa sasa upo anasema ya kwamba yani JC ni jembe kali sana. We Tesha. Miriam alimkatisha hivyo kwa sauti ya chini kama kumuonya hivi. Sasa wengine wakacheka kidogo baada ya Tesha kumuigiza Miriam kwamba eti yani JC ni jembe kali sana. So nami nikashindwa kujizuia kutabasamu na kucheka kidogo kwa pumzi. Nilijua Tesha alikuwa tu anaongeza chumvi tu, lakini alionyesha kwamba uthamini wa familia yake nzima kunielekea aliujua. So Mariam akanishika begani nami nikamwangalia. Mariam akauliza kwamba tutacheza muziki baadaye. Nitabasamu na kumwambia kwamba leo tutapumzika sawa mpaka kesho. Nataka nikufundishe mchezo mwingine kesho. Utaupenda tu sawa Basi tabasamu na kutikisa kichwa kidogo kuonyesha ameelewa. Akaniuliza Bizawadi akaniuliza kwamba vipi na maana leo hamtacheza? Kwa siku ya leo ni mapumziko, kesho tutaendelea. Unajua nimemnyosha maziwa akayazoea. Sasa hivi nitaanza kumpa msosi mgumu kidogo ili akae sawa zaidi. Si mnaelewa Niliwaambia hivyo. Bi Jamila akasema kwamba ndio baba, inaeleweka hiyo. Wewe endelea tu na utaratibu wako. Ujue tu ya kwamba sisi tunakupa support yote. Basi Tesha akasema kwamba afu da mimi mbona uko kimya tu? Mpe basi mawa yake mwamba huyu hapa Tena mpe ya kimombo. Jesse mwanangu, dada anajua Kiingereza huyo. Baada ya Tesha kusema hivyo nikasema we usiniambie. Nilitoa jibu hilo. Mama wakubwa akacheka kidogo. Nami nikamtazama Miriam machoni na kuona ananiangalia kwa macho yenye utafakari. Niliona wazi kwamba akili yake ilikuwa imemezwa na jambo tofauti na hili ambalo lilikuwa likiendelea hapa. Japo alikuwa ni msikivu wa mada nzima na hakuna mtu yote ambaye aliona hilo isipokuwa mimi. Sasa nikiwa bado na muangalia mwanamke huyo, sauti ya Shadia ikasikika kutokea jikoni kusema ya kwamba mimi tayari. Nikajua tu kiongozi wa mapishi ndio alikuwa anaitwa ili kwenda kusababisha zaidi huko jikoni. Na Miriam akanyanyuka tu na kupita upande wangu kuelekea huko. Hii pisi ilikuwa na mguu bwana. Niweke tu heshima pembeni msikilizaji na niseme ya kwamba yani Miriam alikuwa moto. Unajua mmoja kati ya wale wanawake waliobarikiwa karibia kila kona ya mili yao. Halafu sasa na wakajua kujitunza, basi mmoja wao ni mimi. Yani Miriam, sio mimi naongea. Ni Miriam. Harufu yake iliyopitishwa na upepo aliponipita ilinifanya hadi nifumbe macho kusikilizia zaidi. Ila nikajitoa mbali kote huko. Nijitoa kifikra na kuirudisha ile heshima niliyokuwa nimeweka pembeni kwa muda mfupi. Kama nilivyokuwa nimesema awali kwamba huyu alikuwa ni wa kumwacha tu hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi wengine bwana tukaendelea kuongea mambo kadhaa wa kadhaa kupisha muda uweze kusogea kidogo na tukimsaidia Mariam aendelee kujitia jitihada ya kuongea. Ndipo Shadia pamoja na Miriam wakaanza kuleta supu za nyama ya kongoro kwenye mabakuli mapana tu ya udongo. Walianza kwa kuwapatia mama wakubwa supu zao na ya Mariam. Nao wakaamua sasa kushuka chini na kukaa ili sasa wanywe kwa kujinafasi. Naye Mariam akaenda kukaa pamoja nao hapo chini pia. Shadia na Miriam wakatuletea supu mimi na Tesha. Shadia sasa akimpa Tesha yake na Miriam akinipatia kwangu. So alipokuwa ameinama kiasi hivi kunipatia bakuli hilo, nikalipokea sasa nikimtazama usoni kwa makini na macho yake mazuri yakaniangalia pia. Ilikuwa ni kama nimemezwa na hali hivi ya kutaka kupata maana yoyote ile ya utizami wake kwangu mpaka nikawa sasa sikazi fikra ni jinsi gani bakuli hilo lilikuwa likiunguza viganja vyangu. Na mimi sikuona ujumbe wowote ule kwenye macho yake zaidi tu ya uzuri aliokuwa nao, naye akaacha kuniangalia na kurudi tena jikoni. Ni hapa sasa ndio nikahisi jinsi mikono yangu ilivyochomwa. Woi. Nitaka kupiga nduru. Sasa nikaliweka bakuli kwenye mkono wa sofa na kujikausha, yani kwamba mwamba hapa sijaungua mkono. Mdo sasa nikawa na kaza maumivu. Ndio baada ya kutulia sasa nikaanza kunywa thupu sasa. Ilikuwa ni thupu. Sio supu, thupu. Tamu sana. Sasa Miriam na Shadia bana wakarudi sebuleni tena wakiwa sana mabakuli yao pia na kuketi pamoja kwenye sofa la pembeni. Nyama za kongoro pale zilikuwa nyingi nini. Naye Tesha sasa akawa ameniambia kwa sauti ya chini kwamba Shadia ndiye aliyekuwa ameagiza ziletwe ili wazipike. Akihisi huenda mwanamke huyo alitumia hela yake kujumuisha na pole niliyompatia jana kuzinunua.
So ilikuwa ni nyama nyingi sana. Yani ilikuwa ni kunywa, kutafuna na kushiba kabisa kama ni kiamsha kinywa. Na ilivyo laini na yale mamifupa sasa. Tukaendelea kujinoma pale taratibu nini. Na niligundua kwamba bibie Miriam alikuwa amejiwekea kiasi kidogo sana. Hivyo yeye ndio akawa sasa amewahi kumaliza na kurudisha chombo chake jikoni. Kidogo tu nikaa mimi nimetumiwa ujumbe kwenye simu. Nami sasa nikautazama na kukuta ni Ankia ndiye aliyeutuma. Alikuwa ananifahamisha kwamba ametoka pamoja na wale marafiki zake kwenda mahali fulani na alikuwa amerudisha tu mlango wa kule ndani. Si kukaza kwa fungua, hapana, amerudishia tu. Kwa hiyo nikamjibu tu kwamba poa, tutaonana baadaye. Nami nikaweka simu pembeni. So tukaendelea kufurahia supu na maongezi mepesi ndani hapo. Huku sasa nikiwa makini kutambua mbadiliko mwingine wowote wa kitabia kwa binti Mariam kadri alivyoendelea kula. Na ndipo tukasikia geti huko nje likigongwa. Tesha akataka kuacha kula ili aende kuona ni nani yupo huko nje, lakini Miriam akamzuia na kusema kwamba yeye ndio angeenda kufungua. Alitoa kauli ya kwamba anaenda kufungua, sio kuona ni nani yupo huko nje. Na hiyo sasa ikanifanya nitambue kwamba kuna mtu aliyekuwa anamtarajia afike hapo, labda mgeni wake. Akatoka ndani. Sisi sasa tukiendelea tu kutulia hapo na mama wakubwa. Kisha baada ya sekunde chache bibi Miriam akarudi tena. Alianza kuingia yeye, kisha nyuma yake wakafuata watu wawili. Kila mmoja hapo ndani, hata mimi mwenyewe tulishangaa sana baada ya kumuona Josh akiwa hapo. Yaani unajua ilikuwa ni ujio mmoja hivyo wa ghafla sana ambao yani hakuna hata yote hapo ambao kwa ametegemea kabisa. Joshua bwana alikuwa amefika hapo pamoja na mwanamke mwenye muonekano wa umri usio mbali sana na Wankia. Mweusi fulani hivi wa majakunde, mrefu kiasi. Kwa hiyo naye alikuwa sasa amevaa gauni la kijani ambalo lilikuwa limeubana mwili wake na kuishia magotini. Alikuwa na mwili ule wa unawiri, yani sijata nisemeje hapa uweze kunielewa msikilizaji. Lakini hivyo yani ni mwili fulani ambao haujanawiri sana, yani kabalance. Lakini alikuwa na hips nene zilizoonyesha alikuwa na ujazo wa kutosha huko nyuma. Miguu yake ilionekana kung'aa kwa mafuta lainishi. Alikuwa amevalia wigi la nywele fupi tu kichwani kama za Wakorea na midomo yake ilikuwa ni minene. Sasa Joshua yeye alikuwa amevaa t-shirt la njano pamoja na suruali ya jeans na wakati huu alikuwa amenyoa ndevu zake zote kidevuni. Sasa Tesha akasimama kutoka sofani, naye Mariam akasimama kutoka chini. Mama zao wakubwa na hata Shadia wakasimama pia wakiwa sasa wanawatazama wageni kama vile ni wageni sana kwao. Nami sasa nikaendelea kuangalia kwa makini. Sasa nikawa nimeelewa kilichofanya Miriam aonekane kutekwa kiakili muda mfupi nyuma. Alikuwa anasubiria ujio wa hawa watu. Karibuni jamani. Miriam aliwaambia hivyo ile hao, na mwanamke huyo mgeni akasema kwamba asante sana, shikamoni. Mwanamke huyo mgeni akaongea hivyo na kuwasalimu mama wakubwa, huku sasa akionyesha ishara ya kupiga magoti kiasi. Bejamila na Bizawadi wakaitikia salamu yake kwa kusema marahaba. Joshua pia akasema kwamba shikamoni. Lakini wanawake hao hawakujibu na kubaki tu wamemwangalia tu kwa makini. Tesha akasema kwamba mimi wewe unafanya nini hapa? Ameleta tena fujo zake ama? Ngoja nimpigie mzee Ahmadi hapa simu. Tesha alisema hivyo kusasa kitoa simu yake. Shadia akatoka upande huo waliokuwa wamesimama wageni pamoja na Miriam, naye akaenda kusimama pembeni ya Mariam. Tesha, no, hapana Tesha, naomba tolee sawa. Mimi ndo nimewakaribisha. Naomba weke simu chini. Tesha akamwangalia na kuuliza kwa sauti ya chini ya kwamba ni nini? Yaani wewe ndio umewaita? Hali hiyo hapo ilikuwa imeanza kujenga uzito. Nami nikamuona Mariam akianza kubabaika kwa ule mtetemo wake wa kichwa. Unajua msikilizaji, hiyo haikupaswa kutokea. Yaani sijata nikwambiaje mambo ya kidaktari ili uweze kunielewa msikilizaji. Yaani mgonjwa anapokuwa anaendelea vizuri, alafu kumshtua kwa kumrudisha nyuma kidogo, inakuwa tena kuna kazi kubwa kidogo kumfikisha pale alipokuwa. So huyu mtoto alikuwa anaendelea vizuri. So kitendo cha kumwona tu huyu mtu, pressure yoyote ambayo ingemuingia msichana huyo ingesababisha tuanze kurudi nyuma tena wakati alikuwa anaonyesha maendeleo mazuri. Na ni wazi kilichosababisha hilo ilikuwa ni uoga wake kumwelekea Joshua. So mimi nikasimama na kumgusa Shadia mkononi. Naye aliponiangalia nikamwambia kwa sauti ya chini ya kwamba naomba mpeleke mama chumbani. Kwa kunielewa vizuri, Shadia akamshika binti mkono na kuanza kwenda pamoja naye chumbani kwale. Sasa Tesha akasema kwamba mimi, yani wewe ndio umewaleta hapa, yani ili weje sasa? Tesha, nakuomba ushushe sauti, umesikia? Hao ni wakubwa.
Wamekuja tuongee. Kwa hiyo naomba ukae tuzungumze. Miriam akaongea kwa utulivu. Mwanamke huyu akawaonyesha wageni masofa ili wakae. Kistaarabu sana yani. Kikweli hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nashangaa sana msikilizaji. Yani iweje mpaka huyo jamaa akaja tena sehemu hiyo ambayo kwake yani sijui inaonekana kama nini. Na kukaribishwa vizuri tu. Na huyo mwanamke alikuwa ni nani? So Tesha akasema kwamba tuzungumze nini na huyu mbwa bwana? Hivi Miriam wewe vipi wewe? Tesha alisema hivyo kwa hasira sana. Miriam akasema kwamba Tesha. Miriam alisema hivyo kama ni kumzuia. Basi huyo mwanamke akasema kwamba jamani Tesha, tumekuja tu kuongea vizuri, haina haja ya magomvi. Tesha akasema magomvi? Hivyo magomvi unajua wewe? Unajua magomvi aliyokuwa analeta hapa huyo mume wako huyo? Miriam akasema kwamba Tesha, naomba niangalie. Niangalie Tesha. Tesha akamwangalia kweli. Na ni muda huo Shadi akawa naye amerejea peke yake. Sasa mimi nikaa nimetulia tu usawa ambao alikuwa amesimama Tesha sasa. Huku nikiona namna ambavyo huyo mke wa Joshua alinitazama sana. Nakuomba kaa chini. Kaa chini. Naomba nisikilize. Naomba kaa chini alafu uwe na adabu. Kuwa na adabu hata kwa ajili yangu. Miriam alimwambia hivyo mdogo wake. Tesha akasema kwamba Miriam, mimi nakuheshimu sana tu, lakini hii kitu mimi siwezi kubali kabisa. Amekuja kuongea nini huyu? Hivi kweli mama mkubwa? Hii ina make sense hii? Miriam hivyo amekuaje huyu? Tesha aliongea tena hivyo. Bizadi akasema kwamba ndio utulie mwanangu, tusikilize kichwaleta hapa. Tesha akasema kwamba hapana, mimi siwezi kukaa na huyu mtu ambaye anawashushia nyie heshima mbele ya watu kwa kusema eti kwamba hamna faida yoyote hapa. Hivi anawajua huyu? Kamtukana mpaka na dada alafu ita anamleta hapa. Ili iweje sasa? Mimi afiti na mbona nisikilize nini sasa? Tesha alimwambia hivyo Bizadi kwa hasira sana. Sasa mama wakubwa wao wakawa wametulia tu. Joshua akasema kwamba Tesha mdogo wangu siwe hivyo. Mimi nimekuja tukae chini tuongee. Ili Tesha alimfokia akamkatisha akasema kwamba wewe mtoka hapa mjinga wewe, tuongee ili iweje sasa? Miriam naye akamkatisha kiukali akasema Tesha, hivi naongea mara ngapi Tesha? Tesha akasema kwamba nini Miriam? Nini yani? Nini? Mbona unakuwa kama umerogwa wewe? Tesha naye alisema hivyo kwa hasira. Bizadi akasema Tesha, hebu naomba uache. Miriam akawa sasa anamtazama mdogo wake kwa mkazo. Sasa nikamshika Tesha mkononi na kumwambia kwamba wewe babu naomba jitulize bwana, sio fresh. Kumbuka uko mbele ya mama zako. Tesha akasema kwamba JC mwanangu, yani labda tu unisaidie mwanangu kuelezea kitu mwanangu. Hivi hata inaeleweka kweli? Yani huyu mbwa mpaka anamuita mdogo wangu Tahira, anamuita mimi eti dada nusu. Halafu eti leo mimi nimkaribishe. Eti yani kisa kashusha tu sauti leo. Tesha alikuwa amekasirika sana. Sasa alikuwa na haki kabisa Tesha ya kutenda namna hiyo, kwa sababu hata kama ingekuwa ni mimi mwenyewe hapa msikilizaji unayenisikia, nisingeweza kujihisi amani kukaa sehemu moja pamoja na mtu kama Joshua aliyefanya mambo mengi mabaya sana kwa hii familia. So sijui Miriam alikuwa na moyo wa aina gani, yani sielewi. So Tesha alikuwa amekasirika mpaka jasho likali linamtoka. Na Miriam akamwambia kwamba nimekuomba ukae kimya kwa kuniheshimu Tesha, lakini umekataa, si ndio? Mimi bwana, yani wewe usitumie kiwango cha heshima mimi nicho nacho kwako kunifanya mimi naonekane yani ni kama mjinga. Yani hata ufanye nini? Yani hata uzeme nini da mimi siwezi kupoteza muda wangu kumsikiliza wala kuongea na huyu mjinga bwana. Joshua alimkatisha na kumwambia kwamba Tesha, mimi ni kaka yako. Wewe ni mpumbavu nini? Yani kama unajiweza, mimi niko tayari kufuruga hii sebule nikipigana na wewe mpaka kuua, lakini never, mimi siwezi kukuita wewe kaka yangu. Never. Umeshakufa kwangu. Tesha aliongea hivyo. Msikilizaji, hii kitu ilitia sana huruma. Unajua kuna mambo mengine ya kifamilia msikilizaji, yani ukiasikia yani unasema Mungu wangu. Unajua kuna watu wengine yani walishazikana, wapo hai lakini kiundugu walishazikana. So mimi niliangalia mama wakubwa na kuona namna ambavyo hata wao walihisi maumivu waliohisi Tesha, japo walijikaza na kutokusema lolote. Na Miriam alikuwa amekosa la kusema na kubaki tu akimtazama mdogo wake kwa kuvunjika moyo. Nikamwambia kwa sauti ya chini kwamba Tesha, naomba toke kidogo. Twende tu mwanangu, tuondoke, twende, hapa sio mwanangu. Tesha alisema hivyo na kuanza kuelekea mlango kwa kasi. Ilikuwa ni kasi iliyofanya mke wa jamaa asogee pembeni kwa woga kiasi mpaka kumpamia Miriam. Naye Tesha akampita Joshua na kufungua mlango kwa nguvu. Kisha akatokomea nje. Aisee. Sasa mimi nikawaangalia mama wakubwa na kusema kwamba warembo wangu, mimi naenda. Mamu akishtua kwa lolote naombeni mniite.
Bizadi akasema kwamba sawa mwanangu, muangalie basi na huyo eti. Bizadi alisema hivyo akiwa anamaanisha kwamba nimtazame na nani? Tesha. Nikamjibu kwamba hamna shida, tutaonana baadaye. Basi wakakubali kwa kutikisa vichwa vyao, nami sasa nikaanza kuelekea mlangoni. Sikuwasemesha wala kuwatazama wageni hata kidogo. Na ile nilipofikia tu mlango nikamwangalia Miriam na kuona amejishika tu kiunoni, huku sasa akitazama upande mwingine kwa kuvunjika sana moyo. Nami nikatoka tu ndani hapo. So hali ile bwana, kwanza hali ya yeye ikawa mbadilika ghafla. Na Tesha alionyesha ni jinsi gani alivyokuwa na hasira kali sana kumwelekea ndugu yake. Yaani alikuwa anatamani hadi kumuua. Na nilijua hilo kuwa kweli, maana aliwahi kusema kwamba kwa ajili ya dada yake angeweza kuua mtu yeyote yule. Yaani kwa ajili tu ya mimi. Yaani kwa ajili ya Miriam angeweza kumpoteza mtu yeyote yule. Ila hilo lisingekuwa jambo la busara sana kufanya, msikilizaji. So nami ningepaswa kuhakikisha kwamba namwangalia kwa karibu ili asije kwenda kuua mtu kwa kweli. Hakuwepo hapo ndani ya geti. Nami nikatoka nje na kumkosa pia. Ankia hakuwepo. Kwa hiyo Tesha asingekuwa ameenda kule ndani kwetu, hasa kwa sababu nilimuuliza Fatuma hapo nje ikiwa amemuona jamaa anapita upande huu, lakini akakataa. Huyo angekuwa ameondoka nini? Sasa nami nikaona ngoja nimtafute kwa simu. Piga Garibia mara 5 wapi zote akupokea. Nikaamua sasa niende kumtafuta Masai, lakini nako nikamkosa. Ikawa wazi kwamba alikwenda sehemu nyingine isiyofahamika kwangu. Kwa hiyo kama nisingempata kwa simu, basi ndio nisingeweza kufanikisha zoezi la kuangalia usalama wake. So nikaamua kurudi pale kwa Ankia na kwenda kukaa tu sebuleni, nikingoja kupata taarifa yoyote kuhusu alipokuwa huyo kijana kutoka kwa watu niliowaulizia pale Masai. Alafu kitu kingine, msikilizaji, ni kama sijui kwa nini tu, lakini nilikuwa nahisi kuishiwa pause kabisa kwa sababu ya kujua mambo yaliyokuwa yakiendelea kwenye hiyo familia. Bila shaka Miriam alikuwa anajaribu kutafuta amani, lakini sasa ilionekana ni ngumu mno kwa yeyote kukubaliana na njia yake ya kuona mambo. Hata mwenyewe nisingemuelewa kwa kweli. Yaani ni kitu gani kilichokuwa kinamfanya afumbie macho mambo mengi mabaya ambayo Joshua alikuwa anamfanyia ama amefanya na kujaribu kumweka karibu yao tena. Ni lazima tu kulikuwa kuna kitu kilichomsukuma atende hivyo. Lakini najua isingekuwa rahisi kwa ndugu zake kukubaliana naye. Hata Mariam tu alisumbuliwa mno na uwepo wa mwanamume huyo karibu nao. Na hilo lilikuwa ni tatizo ambalo ningepaswa kuzungumza na Miriam kulihusu. So mimi nikaendelea kukaa sebuleni nikiwa sasa nasubiri lolote lile. Na kikweli niliweza kuhisi hali ya msongo kichwani ilionifanya sasa nijihisi mzito kiasi. Feni ilikuwa inanipuliza, lakini bado nilihisi joto. Akili yangu ilikuwa katikati ya mambo mengi ya kufikiria kiasi kwamba mpaka nikaa sasa nahisi kukosa amani. Sikujua ni yapi yaliyokuwa yanaendelea kwenye hiyo nyumba baada ya kumwacha Joshua pamoja na wapendwa wangu. Sikujua Tesha alikuwa wapi. Na huyu Ankia na yeye aliona ngoja aondoke tu wakati ambao nilihitaji company kidogo. Nikaona uhitaji wa kufanya jambo lenye kuchangamsha kiasi, lakini sikuwa na wazo zuri lisilo lenye kuboa. Ikiwa imekwisha fika mida ya saa 7 mchana sasa, nikaa nimempigia Ankia kumuuliza kama angerudi mapema, na akaniambia alikuwa amekwenda mtaa wa eneo wanaoliita Emirates. Sijui watu mnakaa huko, nadhani mnaelewa. Nadhani kwa mashoga zake huko, na akasema akitoka huko ilikuwa ni kupitiliza saluni kwanza ili atengeneze nywele zake. Akaniuliza ikiwa kulikuwa na shida, nami nikamwambia nilikuwa nimemkosa tu kwa sababu ya kuboeka kukaa mwenyewe ndani, akiwa hajui kuhusiana na mambo yaliyokuwa yametokea kwa majirani zetu. Kwa hiyo Ankia akaniambia kwamba nimuite Tesha tu ili anipe ushirikiano. Nami nikaona nisianze kumsumbua kwa kumwambia hali ya huku kwa wakati huu. Kwa hiyo nikamkubalia tu nikakata simu. Kukosa lolote jipya kutoka kwa Tesha baada ya kumpigia na kumkosa kwa mara nyingine tena kukanifanya sasa mimi niamue kwenda kulala tu ili muda upite. Nikaingia jikoni kwanza na kuangalia mkate aliokuwa ameutengeneza Ankia. Ulikuwa mkubwa, japo sehemu fulani hivi ulikuwa umekatwa pembe 3 pana kuonyesha kwamba Ankia na marafiki zake walikuwa wamekula kabla hawajaondoka. Kwa hiyo nikakata kiasi na kuanza kumega. Nami nikarudia sofa tena sebuleni ili nikimaliza kula ndio nielekee chumbani kulala. So niposhika simu nikakuta ujumbe mfupi kutoka kwa Soraya. Aliandika kwamba JC, mimi naumia sana, sielewi kwa nini umenitupa namna hii jamani, au kuna sehemu nimekosea, naomba basi nijirekebishe. Msikilizaji, ujumbe wake ulisomeka hivyo. Ila huyu Soraya jamani, nakukumbusha msikilizaji, huyu Soraya ni mke wa mtu. Ni mke wa mtu huyu. Jamani, ndoa hizi. Ndio maana watu siku hizi wamegoma kuoa au kuolewa. Usaliti tu kila kona. So huyu Soraya alinifanya nihisi sauti yake kabisa ikiwa imesema maneno hayo. Na sasa akawa mpaka ananifanya nijihisi kuwa mwenye hatia
kwamba namuonea. Unajua huyu binti alikuwa ni mwanamke fulani hivi aliyeolewa, na hata kama asingekuwa ameolewa, sikuwa na lengo la kudumisha uhusiano wa kimwili niliokuwa nimeanzisha pamoja naye, hasa baada ya haya mambo mengine huku kuongezeka nini. Yani unajua ni kama tu yani nilivyokuwa nimemueleza Nkia kuhusu namna ninavyoendesha maisha yangu kwa upande wa mapenzi. Na hiki ni kitu ambacho yani nilitaka Soraya pia akielewe, ili asije kunizoea mno mpaka yani akaanza kushindwa kupumua akiwa na familia yake. Yani kwamba yani mimi yani kama wao wanahitaji show atapata tu vizuri, lakini mambo si ya baby I miss staki. Na mambo mengi sana. Mapenzi yanatia stress vibaya mno. Lakini kama tu utataka show na nimekuelewa, basi tutapeana vizuri tu. So mimi nikamjibu kwa SMS ya kwamba haujakosea, nina mambo mengi tu dia. Akanijibu, mambo mengi wapi Jesse jamani? Mambo gani jamani? Sio uliniambia uko likizo, au umepata mwanamke mwingine? Nikasema ndio. Akasema, lakini Jesse. Nikasema, kwani wewe unataka iweje Soraya? Yaani unataka nini hasa? Jesse akasema, mimi nataka tu kuwa na wewe. Nikasema, hebu naomba usome hii uelewe vyema Soraya. Wewe na mimi si wapenzi pekee. Ni wapenzi marafiki. Una mume na mimi na mtu wangu. Kwa hiyo sitarajia labda yani mimi niwajibike kwako kwa asilimia zote, unaelewa? Soraya akasema, kwani mimi nimekuomba jamani wajibike Jesse? Mimi nataka tu tukutane tu jamani, mimi nimekumisi. Nilivyosoma message hiyo kwa ufikirio, nami nikamjibu kwamba sawa, tukutane wapi? Akajibu, na kusikiliza wewe hapo. Nikasema okay. Uko free sasa hivi? Akasema ndio. Nikasema sawa, naingia hapo Mbagala muda si mrefu. Ukuje pale pa siku ile, sawa? Si unapakumbuka? Soraya akajibu ndio. Nikasema haya. Uje. Kwanza uko wapi? Soraya akajibu nyumbani. Nikasema na vipi kuhusu watoto? Soraya akasema nawaacha kwa mtu. Nikasema poa, jiandae tukutane faster. Akajibu haya. Basi mpango wangu wa kwenda kulala ukao umevurugwa. Lakini si ningeenda kujinoma huko bwana. Hata hivyo mwanzoni mimi nilikuwa nikitaka kufanya jambo lenye kuchangamsha ili niondoe msongo uliokuwa umeanza kuniingia. Kwa hiyo ni kama Soraya alikuwa amekuja kuwa ukombozi. So nikaona uhitaji wa kujimwagia maji tena ni muhimu sana, kisha nikatia pamba nyepesi pale na kuvaa kwa mara ya kwanza zile ndala nzito na mpya ambazo nilinunua siku ile Kariakoo. Sasa nikaa nimekaa sasa fiti sasa kimuonekano na kunukia fresh. Kisha nikamjulisha Nkia kwa ujumbe kwamba hata mimi ninatoka pia, hivyo ninafunga mlango kwa funguo, alafu ningeziacha za kwake kwa majirani zetu pale kwa kuwa hakuondoka na funguo zake za ziada. So mimi nikiwa nimeshatoka na kufunga kabisa, ndio akawa sasa amenijibu kwa kusema kwamba ameelewa. Nami sasa nikaelekea pale kwa Otesha, nikagonga geti, na baada ya sekunde kadhaa Shadia ndio akawa amefungua. Akanisifia kwa kupendeza na kuuliza niko kwa naenda. Nami nikamwambia kwamba nafika hapo Mbagala mara moja kuonana na rafiki yangu. Akamuulizia na Tesha pale, ndio nikamwambia tu kwamba tuliachana baada ya kuwa ameondoka kwao, ila sikujua alipokuwa amekwenda kwa sasa. Lakini nilimhakikishia kwamba angekuwa sawa. Kwa hiyo nikamkabidhi funguo za nyumba yake Nkia na kumwambia ikiwa ningechelewa kurudi kabla yake basi angezikuta hapo, na akamekubali. Kwa hiyo nikaona ngoja niulize tu hali ilikuwa vipi hapo ndani, na Shadia akasema kwamba yani kulikuwa na bonge moja la maigizo kutoka kwa Joshua na mke wake. Akaniambia jamaa hadi alipiga magoti kabisa na kuishika miguu ya Bi Jamila na Bi Zawadi akiwa anaomba msamaha. Na sasa walikuwa wakiendelea kuzungumza kuhusu mengi waliohitaji kufanya ili kurudisha amani kwa familia nzima, hususan kumshawishi Tesha awe mpole. Ila msikilizaji, kwa jinsi Shadia alivyonielezea hivi, hata Shadia alionyesha bado hamuamini huyo mwanaume. Na mimi sasa nikamwambia kwamba tu aendelee kusikilizia hali. Nikamwambia aende ndani na kuwapa warembo wangu salamu yangu ya kuaga, na ikiwezekana tungeonana baadaye. Kisha ndo nikaondoka. So dakika chache baadaye nikawa nimefika Mbagala. Nami nikakunja mguu mpaka kufikia Zakem na kuingia kwenye hoteli ile ambayo niliyomtandikia Soraya penzi la maana siku ile, nadhani unakumbuka na wakati huu naona naililia tena. So nikalipia chumba cha 30,000 pale, nami nikaa sasa nimeomba kuingia kwenye kile nilichotumia siku ile baada ya kukuta hakina mteja. Kwa hiyo nikakaa kitandani kumsubiria mja wangu. Nikajaribu kumpigia Tesha simu tena bila mafanikio. Nami sasa mpaka nikaingiwa na hasira sasa na kuamua kuachana naye. Kama hakutaka kunijibu basi bwana. Na hata hamu ya kwenda kutazama mechi tayari ilikuwa imeshakata kabisa. Hasa kwa kuwa hapa nikielewa kwamba nilikuja kucheza mechi ya kwangu mwenyewe. Kwa hiyo nikaweka simu pembeni na kuwasha TV ndogo iliyokuwa humo. Zilikuwepo channel kadhaa za kingamuzi cha Azam, nami sasa nikaitafuta channel ambayo ingeonyesha mechi ile niliyokuwa nimeisusia. Nami nikaipata.
Nikaendelea tu pale kutulia hapo. Saa kama nusu saa hivi ndipo simu yangu ikaita, nani? Soraya anapiga. Nikapokea kumsikiliza bwana. Ni akasema kwamba ameshafika Zakem kabisa. Hivyo nikamwambia aanze sasa kuingia kwenye hoteli hiyo na mimi ningekutana naye ngazini. Alikuwa hana aibu wakati huu na ilionekana kabisa ni kwamba alikubali haraka. Kisha akakata simu. Basi mimi nikanyanyuka na kutoka ndani hapo, na mimi nikaenda kusimama kwenye kingo ya ngazi na kumsubiri. Oya, mtoto mwanangu alifika. Mwanangu alikuwa anapanda ngazi taratibu, nami sasa nikatumia sekunde chache kumchora kwa macho. Oya. Msikilizaji, kilichokuja kutokea hapo, naomba tukutane sehemu inayofuata kuweza kujua kitakachofanyika tena kwa mara ya pili na yote ambayo yataendelea kumhusu JC na watu wote waliomzunguka JC. Lakini bado tuna mission kali sana kumhusu JC na Betha. Betha, kwa nini upo kimya? Yaani kwa nini uko kimya Betha? Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja msikilizaji. Hivi una imani na askari kweli? Una imani na askari Ramadhani? Una imani na mpelelezi Ramadhani? Isije kwa JC anajichomesha. Mimi sina imani naye hata kidogo. Kama unamwamini ni wewe. Mimi huyu askari hapana. Kwa hiyo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, neema yake iliyoambatana nasi kwenye hii sehemu iambatane nasi pia kwenye sehemu ambayo inafuata. Yeyote aliyebahatika kusikiliza hii sehemu, basi tukutane tena kwa imani sehemu nyingine ili tuendelee kufahamu mazuri mengi matamu zaidi. Mdoto ulikuwa na Milko Simba, basi mtayarishaji ni Aiton Tony. God be with you till we meet again. Bye bye.